Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa kwanza na sura ya kwanza na mstari wa 7. Anaandika, anasema, usiku ule Mungu akamtokea Suleimani, akamwambia, omba utakalo nikupe. Mstari unaofuata 1, 2, 3 everybody. Suleimani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Sawa. Basi sasa, Bwana Mungu, nalimnyakinie baba yangu Daudi neno lako. Maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi. Sawa. Kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa. Rudia hapo 1, 2, 3. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa. Kwa kuwa ni nani awezaye kuwatawala watu wako hawa walio wengi? Mstari unaofuata. Naye Mungu akamwambia Suleiman, kwa sababu neno hili lilikuwa moyoni mwako. Neno hili neno gani? Kwa sababu neno hili la kuomba hekima lilikuwamo moyoni mwako. Maana yake kumbe Mungu wakati anamwambia Suleimani alikuwa anataka ajue chochote ambacho angeomba, of course angepewa, lakini kumbe kuna kitu alichotakiwa kukiomba ambacho kilikuwa ni kikubwa zaidi ya vile ambavyo alitakiwa kuviomba. Inatuonyesha kwamba kumbe kuna maombi ambayo huwa Mungu anayajibu maombi tuliyoyaomba, lakini kuna maombi tukiomba huwa yana provoke kujibiwa maombi ambayo hatujayaomba. Ninaomba Roho Mtakatifu akupe hekima ya kujua nini cha kuomba kwa jina la Yesu. Anasema Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu neno hili lilikuwa moyoni mwako, wala haukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha ya wakuchukiao, wala ukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa. Anasema upate kutawala watu wangu niliokuweka juu yao. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema basi hekima na maarifa sio utapewa, Yaani ndio kwa mara ya kwanza tunaona mtu anaomba na majibu ya maombi yake yanakuja saa hiyo hiyo. Anasema basi hekima na maarifa umefanyaje? Umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako. Maana yake mpaka sisi hapata kuwa na mtu atakaye kuwa navyo, katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Na watu wa Mungu waseme amen. Jinsi ya kutawala kwa kupitia hekima ndio somo ambalo nataka nikufundisha asubuhi ya leo. Unaweza ukakaa kwenye nafasi yako. Reigning through wisdom, kutawala kupitia hekima. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa utumishi wenu. Tuwashangilie wakati wanakaa kwenye nafasi zao. Tumekuwa kwenye mwezi ambao Roho Mtakatifu anatufundisha juu ya utawala, kutawala asili na uumbaji. Na katika kutawala asili na uumbaji na mambo mengine, tumejifunza vitu vingi sana, na neema ya Bwana imekuwa kubwa. Katika mambo kadhaa ambayo tumeyaona, andiko letu tuliokuwa tunasimamana nalo ni kutokea kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, ambapo inasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na nchi yote pia. Na tunaona kitu kingine ambacho Mungu akaanza kutuonyesha. Utaona mstari wa 27 asema Mungu akawaumba mtu kwa mfano wake, mwanamke na mwanaume wote aliwaumba. Alafu utaona mstari unaofuata anaandika, anasema Mungu akawabarikia, alafu Mungu akawaambia zaeni. Kwa nikakuonyesha kutokea kwenye maandiko haya ya kwamba mwanadamu ni kiumbe ambaye amepewa kutawala mazingira alionayo, kutawala vitu vinavyomzunguka. Na ni vizuri ukaelewa ya kwamba mazingira hayatakiwi kukutawala,
lakini wewe unatakiwa kuyatawala mazingira. Nature haitakiwi kukutawala, lakini wewe unatakiwa kuitawala nature. Sio kama unanielewa Vitu vinavyokuzunguka havitakiwi kukutawala, lakini Mungu alipokuumba kutokea mwanzoni alikusudia wewe ndiwe uvitawale hivyo vitu. Sasa tukajifunza mambo mawili makubwa ambayo natamani niende haraka. Tukasema kitu cha kwanza, tunaona Mungu ambacho anampa mwanadamu kinamfanya mwanadamu kuwa mtawala. Tunaona kitu ambacho kinatokea, mwanadamu anakuwa mtawala kwa sababu ya mamlaka ya Mungu iliyoko ndani yake. Na ndio maana utaona anasema Mungu akawaambia. Maana yake kuwaambia ni neno la kimamlaka, yani ilikuwa ni kitu ambacho Mungu anakitamka, na kile anachokitamka kinafanyaje? Kinatokea. Kwa hiyo tukajifunza kwamba mamlaka, unapoijua mamlaka iliyoko ndani yako, na especially wewe ambaye umeshaokoka, umezaliwa mara ya pili, unapoijua mamlaka iliyoko mbele yako, Mungu anakupa neema ya kuanza kuviita vitu, ya kuanza kuvitiisha vitu, ya kuanza kuviambia vitu, na vile vitu vikawa kwa sababu ya mamlaka ulionao, sio kwa sababu ya umri ulionao, sio kwa sababu wakati mwingine ya shule ulionao. Shule ni nzuri, sio kwa sababu ya background ulionao, background ni nzuri, lakini unapojua mamlaka iliyoko ndani yako, kwa mamlaka iliyoko ndani yako kuna vitu unaweza ukaviambia na hivyo vitu vikao. Kwa hiyo tukajifunza kitu cha kwanza ni mamlaka, na Mungu anatuonyesha mamlaka yake ya kutawala wakati kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati anapoumba mbingu na nchi inakuwa ukiwa na utupu, alafu giza linatokea, alafu Mungu anatumia mamlaka yake kuliamuru giza. Anasema kisha Mungu akasema iwe nuru, na matter of fact hakuliamuru giza, aliamuru nuru. Yani Mungu hakushughulika kabisa na giza, alishughulika na nuru iliyoko ndani yake. Anasema nini? Iwe nuru, na nuru ikafanyaje? Nuru ikawa. Kwa nini Mungu anasema iwe nuru na nuru ikawa? Kwa sababu ndani yake alikuwa na mamlaka ya kutamka nuru, kwa sababu nuru iko ndani, na sio kwamba nuru iko ndani yake, yeye ndiyo hiyo nuru. Anasema yeye ni nuru, anang'aa gizani. Maana yake kama huyo Mungu ambaye anasema iwe nuru na nuru ikawa, amejidhihirisha kwetu kupitia Yesu Kristo kwa njia ya Roho yake Mtakatifu, na anakaa ndani yetu, so to say, na sisi tunapokutana na changamoto tunaweza tukaiambia changamoto na tukaiamrisha, na ile changamoto kaachia maisha yetu, kwa sababu nature ile ya utawala iliyokuwa kwa Mungu wetu Baba yetu ndio inafanya kazi ndani yetu. Ninakutamkia kwa jina la mamlaka la Yesu, magonjwa hayatakutawala wewe, utakuwa na sauti juu ya magonjwa kwa jina la Yesu. Nisikilizeni watu wa Mungu, sio lazima kila dawa mpya inayotoka ijaribiwe kwenye mwili wako. Nimependa mtu amesema sijawahi kuumwa kwa miaka 6, na ninatabiri huo ushuhuda wa kutokuumwa kwa miaka 6 utafika miaka 50, utasema kwa miaka 25 iliyopita sijawahi. Kuna mtu anasema pastor, unajua yaani ukiona unasema hivyo ndo wewe nimetumwa nikuhubirie. Yaani kuna mambo ukianza kuyatamka kuna watu wanaanza kudebate kichwani. Ukiona unaanza kudebate ndio wewe ambaye neno la Bwana limekuja kwa ajili yako. Sasa wanasema madaktari watafanya kitu gani? Watafanya kwa ajili ya wale ambao hawana imani. Maana hata Yesu alisema maskini mtakuwa nao siku zote. Yaani maana yake alikuwa anasema hii dunia wanaoamini na wasioamini watakuwepo. Kwa madaktari wanangu, msiogope, mtatibu tu watu, lakini sio hawa, katika jina la Yesu. Nani ananielewa? Kwa unaona anaonyesha utawala. Lakini kitu cha pili nikakufundisha ambacho kinamfanya mtu kutawala asili na vitu vilivyomzunguka ni nguvu ya baraka, ambayo ukiona sasa mstari wa 28 kitabu cha Mwanzo, unaona kinachomfanya mwanadamu kupokea asili ya utawala ni nguvu ya baraka, ambapo ndio unaona pale anasema Mungu akawabarikia, alafu Mungu akawaambia zaeni. Kumbuka hawa watu ndio mara ya kwanza wametokea, hawajawahi kuzaa, hawajui kuzaa kunafananaje, lakini aliposema zaeni, kwa sababu kilichotangulia ni baraka, manake ile baraka ikaja na chochote kinachohitajika ili kufanya process ya kuzaa itokee. Kwa hiyo tukajifunza baraka ya Mungu inapokuwa juu ya mtu inaanza kumtofautisha, inaanza kumtengenezea njia. Na ndio sababu usililie magari, lilia baraka. Usililie vitu, lilia baraka, kwa sababu baraka sio material things. Baraka ni tamko la kiungu linalokuja na uwezesho nyuma ya ile tamko. Maana yake tamko la baraka likija juu ya mtu, kama gari linahitajika ili hilo tamko
kitimie, ile baraka yenyewe ndio itaprovoke mtu amiliki hicho kitu. Na ndio sababu watu wenye ufahamu katika roho sio watu wanaolilia vitu. Kuna kitu kingine cha nyuma mtu anajua, mimi nikipewa baraka tu, nikiambiwa ubarikiwe, lile neno lina uwezo wa kufukuza maisha yangu. Na sasa mimi nimesimama hapa kwenye ofisi ya kikuhani, kwenye ofisi ya kinabii juu ya maisha yako. Ninatamka ubarikiwe katika jina la Yesu. Nasema ninatamka ubarikiwe katika jina la Yesu. Nasema ninatamka ubarikiwe katika jina la Yesu. Kuanzia Jumatatu ya wiki ya kesho ubarikiwe kwa jina la Yesu. Jumanne yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Jumatano yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Alhamisi ibarikiwe kwa jina la Yesu. Mwezi wa 12 wote ubarikiwe kwa jina la Yesu. Na kwa baraka hii ninaituma kila ambacho kilisalia kwa ajili yako kwenye mwaka huu, ambacho kipo kalenda ya mwaka huu na kinatakiwa kutimia. Kwa baraka hii kitatimia kwa jina la Yesu. Nasema kila kilichosalia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatamka, njoo niweke mkono juu yako, ninatamka neema katika jina la mamlaka la Yesu Kristo, mpaka mwaka huu unaisha, ukabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema, Bwana Yesu, kwa baraka hii napokea neema ya kufanya kila ambacho sikukifanya ndani ya miezi 11. Kwa mwezi huu mmoja unakwenda kukikamilisha. Kama unaamini, mpe Yesu makofi ya utukufu. So eneo la pili tunaona linalompa mtu kutawala ni eneo la nini? La baraka, kuielewa nguvu la baraka. Sasa leo natamani nikupeleke nikuonyeshe kitu cha tatu ambacho kinampa mtu kutawala. Akishakuwa na mamlaka, akishakuwa na baraka, kitu cha tatu ni hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni force nyingine, ama ni nguvu nyingine ambayo inampa mtu uwezo wa kukaa kwenye nafasi ya kutawala. Tunapoongea kuitawala asili, kutawala mazingira ambayo Mungu amekuwekea, kutawala vile vitu vilivyokuzunguka. Jambo la kwanza unahitaji mamlaka, jambo la pili unahitaji baraka, lakini jambo la tatu leo natamani kufundishe hekima ya Mungu. Na ndio maana ukiona hapa utakuja kugundua kitu ambacho anakiongea Sulemani. Anafika mahali Mungu amemtokea Sulemani, anamwambia omba lolote unalofanyaje. Mtu wa Mungu, yani pata picha hii, yani Mungu ameshuka leo wewe akakwambia omba lolote. Na hapo ndio utajua hekima ilikuwa ya muhimu. Unajua kuna hekima pia ya kuombea kabla hujapata hekima. Kuna hekima ya kuombea hekima. Watu wachache sana wamenielewa. Kuna hekima ya kuombea hekima ambayo Sulemani primary alikuwa na hekima ya kujua hapa natakiwa niombe nini? Hekima. Leo malaika ashuke hapa sema baby na radi pu, nimetumwa ili akupate wewe. Sasa sasa tunajua unapenda kashikashe. Mungu amesema omba lolote. Kwanza kuonyesha maisha yako hujajipanga, utasema ngoja nikafikirie. Now ngoja nikwambie, lazima ufike mahali kwenye maisha yako unajua ikitokea leo Mungu amefungua mlango, nini ni priority sasa. Na hayo ndio yanaitwa maisha ya kujiandaa. Unapojiandaa kwa milango iliyo wazi, ndio Mungu analetaga milango iliyo wazi. Do you know kwa nini pia hata fedha hazikai kwenye mikono yako? Hazijui kwa nini zije. Money is so spiritual. Fedha ni ya kiroho kiasi kwamba haimkubali kila mtu. Kwa sababu kuna mwingine amekaa hapa anasema nikipata fedha nitapanga. Lakini nikwambie tu falsafa ya fedha. Fedha haiendagi kwa watu wasio na mpango. Inasubiri watu wapange ndio iende kwa watu waliopanga. Sasa natamani tu nikuonyeshe kama kuna mtu ananielewa. Kwa sababu kuna mtu anasema mimi nikipata hela no. Yaani mimi sasa hivi hata unichape na bilioni sitachanganyikiwa. Kwa sababu I know what to do. Matter of fact itakuwa imeshaisha. So ngoja niongee kwa habari ya hekima. Kunaona Sulemani anaambiwa omba lolote. Biblia inasema na amefanya ibada, ametoa sadaka. Mungu kapenda moyo wa Sulemani. Biblia inasema na usiku ule Mungu akamtokea Sulemani, akamwambia omba utakalo nikupe. Very simple. What I love about God, Mungu ni Mungu ambaye ananyosha maelezo. Omba utakalo nikupe. Sulemani akamwambia kitu gani? Akamwambia Mungu umemfanyia fadhili baba, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu. Kwanza kukuonyesha kwamba Sulemani alikuwa na hekima ya awali. Anajua kabisa hata hichi kiti
mimi sijakaa kwa sababu yangu mimi. Nimekaa kwa sababu ya baba yangu. Anaanza kwanza kueleza, na ndio maana Mungu anasema leteni hoja tuhojiane. Mimi nafikiri Mungu anajisikia vizuri anapoongea na mtoto wake, alafu akagundua katika maongezi huyu mtoto anaonyesha kwamba ana akili. Jambo la kwanza anamwambia Mungu, umenifanyia mimi fadhili. Maana yake Sulemani kwanza anatambua hali yake kwamba nimekaa kwenye hichi kiti sio kwa sababu yangu. Hekima ya kwanza itakayokupa kutawala kwenye maisha yako ni kujua ni kwa ajili ya nani umekaa ulipokaa. Ni kujua ya kwamba, kwa sababu Sulemani anachojaribu kukisema, yani mimi kukaa hapa, Mungu, isingekuwa wewe Mungu ambaye ulikuwa na agano la baba yangu, ambaye na katika baba yangu kwa neema yako ukaamua kunichagua mimi. Nimekaa hapa nilipokaa sio kwa sababu na akili. Kwa hiyo najua moja kati ya kitu ambacho kinafanya kuna watu wanainuliwa alafu wanastuck kwenye level fulani walioinuliwa, wameshindwa kuielewa siri hii ya kwamba si akili zinazowafanya watu wakae mahali, si uwezo, lakini ni neema ya Mungu huwa inawaridhia watu, inawachagua watu. Sulemani anajua mimi kwanza ni mtoto wa nje ya ndoa. Pili, mimi ni mtoto ambaye yani familia yangu jinsi ambavyo imekaa baba na mama walivyokutana haieleweki jinsi ilivyokuwa, lakini guess what? Katika watoto wote wa Daudi eti mimi nimekuwa mfalme kwenye hii eneo. Msifu Mungu kwa ajili ya mahali ulipokaa, badala ya kutaka kuomba zaidi, kwa sababu hata wewe unajua ingekuwa elimu yako haitoshi, ingekuwa ujuzi wako hautoshi, ingekuwa ni akili. Kuna mambo mengine umejifunzia kwenye nafasi na kusoma kwako kote, ila kuna mengine umeyajulia ofisini. Na mimi ndio maana nawaambiaga watu sio lazima ukamilike, utakamilika siku utakapokamilika. Sasa hivi unajua nini? 1+1 ni 2, twende nayo hiyo. Mengine utayakuta wapi? Mbele ya safari. Kwa unaona hekima ya kwanza, anamwambia umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Now this na kufundisha namna ya kuomba. Unajua unaposoma Biblia ili upate alichokipata mtu kwenye Biblia, usiseme tu aliombaje? Kwa sababu wengi hapa tumesoma Sulemani akamwambia Bwana nipe hekima. Tunadhani tu alianza baba hekima. Hamna, haya maombi yametoka mbali, mtu wa Mungu. Yametokea hapa kabla ya hekima. Kwa sababu kama ambavyo Sulemani aliomba hekima, na mimi baba naomba hekima. Hapana, hakuanza kuomba hekima. Kwanza alianza kumuhimidi Mungu. Baba yetu uliye mbinguni. Si ndio kodi ile Yesu wanamwambia tufundishe kusali kama Yohana. Akasema nikiwafundisha kama Yohana. Yohana alikuwa mpita njia, nyie hamtaki kusali kama Yohana. Sasa nawapa sala yangu mimi. Mkisali semeni hivyo, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ndio hii hapa Sulemani anaanza kumtukuza Mungu. Ameambiwa omba, lakini yeye anaanza na matukuzo kwenye maombi yake. Wewe tukikwambia omba unachukua daftari. Asante kwa ajili ya ombi la kwanza, la pili, la tatu. Hujatukuza kitu chochote. Nani ananielewa? Ni kanisa lile ama ningeenda Yugoslavia tu? Nani ananielewa? Sema amen. Alafu unaona anasema umenimiliki badala yake. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Basi sasa Bwana, na umiyakinie baba yangu Daudi neno lako, kwa maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Alafu mstari unaofuata anasema kitu gani? Basi sasa nipe hekima na maarifa. Alafu angalia, anaomba kitu kingine. Hiyo hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa. Alafu ana acknowledge, anasema kwa kuwa ni nani awezaye kuwatawala watu hao walio wengi. Maana yake kitu anachotuonyesha, bila hekima huwezi kutawala watu wengi. Yaani utawala usio na hekima unaweza ukajiweza wewe binafsi. Na hapa nieleweni watu wa Mungu, ninapofundisha utawala naongea kwa habari ya kuanzia kwenye maisha yako binafsi. Sio kama unanielewa? Kutawala asili, kutawala uumbaji inaanzia kwenye personal level. Kwa sababu unajua, ngoja nikwambie, maongozi huwa yanaanza kwenye tabia ya mtu. Yaani namna unavyojiconduct bila kuwa na watu wote. The level of leadership tunataka kuiona kwenye akili yako ni pale ambapo tunakusurprise, tunakuja nyumbani kwako bila kutaarifu. Tulipoikuta nyumba, ule ndio level yako ya uongozi. Sema amen hata kama unitaki. Maana kisema nakuja unahamisha vitu, unaweka
mpaka unaangalia unakiangalia kwa mbali, imekaa sawa, sababu mchungaji anafanyaje? Anakuja anasema niweze kutawala juu ya watu walio wengi. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu umekuwa neno hilo umekuwa moyoni mwako, anasema wala kujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha ya wakuchukiao wala maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima upate kutawala watu wangu niliowatawaza juu yako. Anasema mstari wa 12 ya kwamba basi hekima na maarifa umepewa. Kwa tunaona sasa Sulemani anafika mahali ambapo kitu cha kwanza anakiomba kwa Mungu, anakiomba hekima, na Mungu anamwambia hekima umepewa. Na ndio sababu sasa Sulemani anaingia kwenye rekodi ya watu ambao wamefanya mambo makubwa kiasi kwamba rekodi za Sulemani mpaka sasa hazijawahi kuvunjwa. As we speak of now, hakuna mtu mwenye utajiri aliyowahi kuwa nao Sulemani. Hata hawa kina Elon Musk ambao tukiwasikia tu tunatetemeka, hawajafikia robo. Tunafanya mahesabu hapa, utajiri wa Sulemani ni nini? Sio bilioni, ni quadrillion. Umewahi kuisikia quadrillion? Ama unadhani nanena kwa lugha? Okay, wasibu si wako hapa wanisaidie. Wasibu quadrillion si ipo? Ipo. Na nyinyi mlisikia kwenye Biblia. Ndio utajiri aliyokuwa nao. Lakini umekuwa provoked na hekima. So to say, katika kutawala asili, kutawala uumbaji na vitu ambavyo Mungu ametuwekea, kitu cha kwanza ambacho tumekigundua kinacho provoke mtu kufanya mambo makubwa na ya ajabu sio experience, kwa sababu yoyote anayeingia kwenye nafasi yoyote ameingia bila experience. Hivi unajua hata yule HR aliyekufanyia interview akakuuliza una experience ya miaka mingapi, na yeye kuna siku alianza kazi bila experience. Sasa wakati hauna experience yoyote, kitu gani ambacho huwa kinawabeba watu? Ni hekima ya Mungu. Na hii hekima ya Mungu, na ndio maana watu wakiwa hawajajaa bado, umekuja kugundua watu wakiwa hawana majina, watu wakiwa hawana vyeo vikubwa, watu wakiwa hawana nafasi bado, watu wakiwa bado kwenye kujitafuta, huwa wana competence ya hali ya juu kuliko wakipata nafasi. Sio kama umewahi kugundua hicho kitu? Yaani wewe jikumbuke hata kipindi kile huko first year, ulikuwa una observe every rule. Kila sheria ulikuwa unaifuata wewe. Kumbuka kipindi umeingia kazini mwaka wa kwanza, yaani saa 2 wanasema saa 1 umeshafika. Wewe unawahi kuliko mlinzi, unamsubiri pale mlinzi akufungulie geti. Kwa sababu gani? Kuna nidhamu huwa inakuja mtu anapokuwa katika hali ya kujitafuta, ambayo ile nidhamu ndio huwa inampa mtu kujua kwamba mimi siwezi lolote. Lakini akikaa wakati nafasi ya kwanza, mwaka wa kwanza, wa pili, anakuwa kontra. Nidhamu inapotea kwanza, anakuwa backbencher. Jambo la kwanza, yaani manake mimi nimeshazoea. Akiona mtu anafanya kitu gani, sema hizo tumeshazoea. Au watalia, watanyamaza. Akiona kingine hiyo itakuja, itapita. Lakini mtu wa Mungu, hekima ya Mungu ina tabia ya kumtunza mtu kwenye asili, hata kama kuna vitu havionekani vinafanyika, hata kama watu hawafanyi kama yeye, lakini hekima ya Mungu inamtunza. Ninakuombea hekima hiyo ya ile hekima iliyokuweka mahali ambapo Mungu amekuweka. Hiyo hekima itakupa kuishi hapo mahali katika jina la mamlaka la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu anapompa mtu nafasi, kitu cha kwanza anampa hekima. Yaani mimi kama mchungaji, haijalishi ninahubiri kiasi gani, haijalishi nina mafunuo kiasi gani, mafunuo yatakuvuta. Kitakachokupa wewe kuendelea kukaa na mimi ni level ya hekima nilionayo. Sio kama unanielewa? How do I deal with problems? Ninashughulikaje na matatizo? Ninaishije na vitu vya aina tofauti tofauti? Ninaishije na watu wa aina tofauti tofauti? Hiyo ndio wisdom. Hiyo ndio ambayo inakufanya unaendelea kukaa. Yaani nikikuhubiri nikasema fire, na fire ikaja, unasema ndio naenda. Lakini baada ya fire kinachotutunza ni hekima. Mtu wa Mungu, ni vizuri ukaelewa, unamlilia Mungu wa nafasi. Baada ya nafasi kinachofuata ni hekima. Sema Bwana Yesu, nijalie hekima yako. Come on, sema Bwana Yesu, naomba hekima yako. Sasa angalia, ukienda kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 15 na 16, kuna kitu anatuonyesha. Mithali sura ya 8 mstari wa 15 na 16, kuna kitu anatuonyesha kwa habari ya hekima. Angalia, anatuonyesha kwamba kumbe utawala, kama tunataka kutawala asili,
kama tunataka kutawala uumbaji, kama tunataka kutawala, ona kuna kitu anakiandika, anasema kwa msaada wangu. Mungu ndio anasema hivyo, kwa msaada wangu wafalme humiliki na wakuu wanahukumu kwa haki. Mstari unaofuata angalia, anasema kwa msaada wangu wakuu hutawala na waungwana, naam waamuzi wote wa dunia. Sasa anaposema kwa msaada wangu, maana yake Mungu anachotuonyesha, kumbe chochote ambacho kipo kwenye skopi yetu, familia namna unavyoiongoza, ukitaka uiongoze katika kicho cha Bwana na katika hekima ya kimungu, lazima iwe kwa msaada wa Mungu. Ofisi unayoiongoza lazima iwe kwa msaada wa Mungu. Kanisa ninaloliongoza lazima liwe kwa msaada wa Mungu. Chochote ninachokifanya nikitaka kuwa na utawala juu ya magonjwa, lazima iwe nini? Kwa msaada wa Mungu. Nikitaka kuwa na mtawala juu ya nature, juu ya asili, nikatae asili kunitawala, lazima ianze kwa msaada wa Mungu, kwa sababu hekima kuu kuliko yote inatoka kwa Mungu. Hekima kuu kuliko yote inatoka kwa Mungu. Mungu ambaye yeye hajasoma, hajasomea, ila yeye amewatengeneza waliosoma na kusomea. Mungu ambaye yeye haishi kwenye majira na nyakati. Unajua, unaweza ukasoma kitu leo, baada ya miaka 5 kikapoteza maana, lakini Mungu yeye, kwa sababu haishi kwenye muda, hekima yake huwa haina limiti ya miaka. Hekima ya Mungu ikitamkwa leo inaweza ikaenda miaka 1000, na ndio maana tunasoma Biblia iliyoandikwa maelfu ya miaka, lakini kila tunapoisoma hekima ya Mungu haijawahi kuchuja kwenye Biblia. Hichi ndicho kitabu pekee, Biblia ndicho kitabu pekee ambacho kimetumiwa na mababu na mababu, kinatumiwa leo, kitatumika kesho, na hekima yake haitakuja kuzidiwa, haitakuja kupoteza wakati. Kwa unaona, anasema kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wangu watawala humiliki, kwa msaada wangu anasema wafalme humiliki na wakuu huhukumu kwa haki, kwa msaada wa Bwana. So ngoja nikupeleke ndani zaidi. Anaposema kwa msaada wangu, anamaanisha kitu gani? Mungu akitaka kumsaidia mwanadamu, anachokifanya anatuma roho wake. Kwa hiyo msaada wa Mungu ama mkono wa utendaji wa Mungu ni roho wa Mungu. Kwa hiyo anaposema kwa msaada wangu, kwenye tafsiri nyingine na kutafsiria hivi, kwa hekima yangu watu utawala, kwa hekima yangu watu umiliki. Ndio anachojaribu kusema. Na hiyo nimekwambia, kwa hekima yangu ama kwa roho wangu. Kwa sababu gani? Ukienda kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11, wakati anamtambulisha Yesu na akiwa amemficha kwenye kodi ya roho 7 za Mungu Yesu, ukienda kuanzia mstari wa 1 utaona anamtambulisha kama Yesu. Mstari wa 2 anaonyesha tabia ama roho zilizoko ndani ya Mungu. Utaona anasema, mstari wa 1 anaandika kitu gani? Anasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi lake litakalotoka katika mzizi wake litazaa matunda. Anapoongea kwa habari ya shina la Yese, kumbuka Yese anamzaa nani? Daudi. Mmekuwa hivyo? Yese anamzaa nani? Daudi. Na Daudi anakuja kumzaa nani? Ndio Yesu. Yesu anatokea kwenye ukoo wa nani? Wa Daudi. Kwa hiyo anaposema katika shina la Yese, tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, maana yake anamtabiri nani? Yesu. Alafu angalia, kupitia Yesu anatuonyesha roho za Mungu. Na kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 usiweke, anaandika roho 7 za Mungu. Kuna mahali anaandika alafu zinapotea, ambazo hizo roho sasa Isaya mstari wa 2 ndio anakuja anazifunua. Hizo roho ni kitu gani? Ambazo ndio roho zile zile zilikuwa juu ya Yesu. Anasema hivi, roho ya Bwana itakaa juu yake. Roho ya Bwana, moja kitu unakiona hapo, kitu cha kwanza kinatangulia ni roho ya Bwana itakaa juu yake. Alafu angalia kitu kinachofuata baada ya hapo ni roho ya hekima na ufahamu. Maana yake Mungu anaposema kwa msaada wangu watu umiliki, anamaanisha kwa roho ya hekima na ufahamu iliyoko juu yangu watu wanaweza. Na ndio maana kuna mahali Daudi anaandika, nasema mimi nina akili kuliko wazee. 1 2 3 tusome. 1 2 3 tusome. Usisema Pastor Fred ndo alisema. Kuna watu wanasubiri wakati kipande. Alisema na akili kuliko wazee. Sawa. Soma wewe, mimi nimeweka mic chini. Ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Sasa hii ni ngumu. Daudi anachokisema ni hivi, nina experience kuliko umri wangu. Basi nikwambie hivyo. Kuna mtu amenielewa kule nyuma.
Siku moja nilikuwa naongea na nani, nilikuwa nafundisha, nilikuwa nasema huwa kuna level za hekima kwenye maisha. Hekima kwenye maisha huwa inaletwa na mambo kama matatu, lakini pia kuna hekima ambayo tu huwaga inaamuliwa na umri. Yaani kuna hekima huwaga inaamuliwa na experience, kuna hekima inaamuliwa na uzoefu, lakini kuna hekima fulani huwaga ni issue ya umri. Yaani kuna akili fulani uipati mpaka umri fulani uje. Yaani kuna mtu anaongea kitu fulani, ukisikia kile kitu hakimake sense kabisa, lakini ukifika huo umri ndio unaelewa. Unasema na ndio maana kuna wengi mama zenu mmoja kuwaelewa baada na nyewe kufika umri wa mama zenu walivyokuwa wanaambia wengine. Yaani kuna vitu walikuwa ukiambiwa kuhusiana na maisha, unaona huyu mbona kama amechelewa. Mama yako alikuwa mzuri kuliko wewe kwa taarifa yako, na ndio maana baba yako alimchagua. Usiniangalie hivyo katika jina, kwani utanifanya nini sasa? Usiniangalie hivyo. Lakini akiwa anakuambia hivyo, kuna namna wewe unaona hapana. Namna. Hapana. Lakini na wewe ukifika kwenye huo umri ndio unaanza kuwa na ushauri mwingi. Kwamba msione tuko hivi na sisi tulitoka mahali. Maana yake hiyo hekima sasa imeamuliwa na nini? Na umri. Lakini Daudi anaenda mbali zaidi, anasema ninakubali sawa, kuna hekima ya umri, lakini kwa kuyashika mausia ya Bwana kuna namna yanakuvusha kwenye umri. Kuna namna unaanza kuamua vitu. Watu wanasema ngoja tusubiri kesho, labda ataangukie pale. Wanaona kesho umetoboa, kesho kuto wanajiuliza huyu imekuwaje? Kumbe hekima ya Mungu iko juu yako. Katika jina la Yesu, kwa umri wowote ulionao, pokea hekima ya Bwana inayozidi umri kwa jina la Yesu. Nasema maamuzi utakayofanya watu wakiyashangalia watashangaa, watasema huyu binti mdogo anawezaje kuamua namna hii? Kumbe ufahamu wa Bwana uko ndani yako. Watasemaje kijana huyu, mbona huyu kwenye hii kazi hana muda mrefu, anawezaje? Kumbe unaye ndani Mungu wa muda mrefu, ambaye yeye ametangulia mbele ya muda. Angoja niseme kwa lugha ya kisasa, unaye Mungu wa mwaka wa mbele ambaye amekaa ndani yako katika jina la Yesu, ambaye wakati watu wanaishi kwenye mwaka uliopita, yeye yuko kwenye mwaka wa mbele. Kuna watu wanajiuliza haya mambo yanawezekanaje? Tunaye Mungu wa mwaka wa mbele. Watu wanajiuliza hiyo hekima, mbona kama kanisa hilo ni la watoto? Hapana, tunaye Mungu wa mwaka wa mbele. Watu watakuuliza mbona wewe hauna uzoefu wa miaka 10 kwenye hii ofisi, unatoa wapi hiyo hekima? Unaye Mungu wa mwaka wa mbele. Waliye na Mungu mwenye mwaka wa mbele waseme haleluya. Mpe Yesu makofi na hekima inakuja juu yako kwa jina la Yesu. Yes. Sababu Mungu, yani roho ya Mungu akiwa juu yako, maana yake tu simple ni kwamba akili ya Mungu ile ndio imekuja kwako. Kuna mahali anatuandikia, anaturahisishia, anasema hivi, na roho yule aliyemfufua Yesu katika wafu anaishi ndani yako. Ili tusielewe kwamba kuna roho wawili. Kwa sababu unajua ni leo unasema labda kuna Roho Mtakatifu wa Mungu na kuna Roho Mtakatifu. Anatuambia na roho yule aliyemfufua Yesu katika wafu ni yule anaishi ndani yako. Maana yake wewe fanya sasa kama yule aliyefufua. Tena mimi ninachohitaji akihitaji atakufufuka. Kwangu mimi itakuwa rahisi zaidi katika jina la Yesu. Kama yule aliyefufua yeye anakaa ndani yangu, na mimi wala hata sihitaji kufufua. Mimi ninahitaji tu kujua future. Ninahitaji kupata tu akili. Ndio anaandika, anasema nitakujulisha njia utakayo iendea. Alafu wakati unaenda huku jicho langu likikutazama. Maana yake wakati anakujulisha njia unayoiendea, jicho lake linakuangalia. Akiona unataka kukosea, ndio anasema kwenye Isaya, nani katika kuenenda kwenu mtasikia sauti ikiwaambia nyuma yenu, njia ni hii, ifuateni. Na ndio Isaya anamalizia, anaandika, wale watu wa njia ile, watoto wa Sayuni, japokuwa wanaonekana ni wajinga, hawatapotea ile njia. Kwa nini hawatapotea? Kwa sababu kila wanapokanyaga kuna sauti inawaambia nenda. Kila wanapokanyaga kuna sauti inawaambia hapana, usikanyage, nenda kushoto. Ndio unasikia mtu anasimama anashuhudia, anasema nilisikia kitu ndani yangu hapana, sio kitu. Huyo ni Roho wa Bwana ndani yako. Huyo ni Roho wa Bwana ndani yako. Kuna mtu kabisa unataka kumkopesha, alafu kuna kitu kinasema ndani yako, unasema nilisikia ndani yangu. Ni Roho wa Bwana. Huyo ni Roho wa Bwana.
Kuna mtu unataka kuingia naye ubia wa biashara, lakini kuna sauti inakwambia hapana, 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 hapana. Ile sauti ilikuwepo tokea mwanzo, inawafahamu wanadamu tokea mwanzo. Ile sauti. Nyosha mikono, sema kwa jina la Yesu. Piga kelele, kwa jina la Yesu napokea hekima itokayo juu. Piga kelele, kwa jina la Yesu napokea hekima itokayo juu. Mpe Yesu makofi kama unapokea. Anasema na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema. Nyuma yako maana yake every step you make. Now, ngoja nikwambie, hii dunia ni dunia ya mitego kuliko unavyofikiri. Ukitawala bila hekima, kila maamuzi unapaisha. Kwa sababu watu waliotuzunguka hawapendi tu progress. Yaani mtu anakushauri kwenye kitu ambacho anajua hichi anaenda kuangukia pale. Lakini kumbe wakati wanadamu wanatushauri, Roho Mtakatifu pia naye huwa anatushauri. Naambia utaiambia sauti, utasikia sauti nyuma yako ikisema njia ni hii, ifuateni. Na ndio maana kuna mtu mnamsubiria kesho, kwa sababu mnajua mlichomshauri. Mnasubiri huyu kesho tunasikia habari yake. Alafu kesho kutwa mnakuta hamsikii habari yake. Mwaka wa pili hamsikii habari yake. Mwaka wa tatu hamsikii habari yake. Mwaka wa nne hamsikii habari yake. Kwa sababu kitu gani? Alipokuwa anatembea akasikia sauti nyuma yake, njia ni hii, ifuateni. Hivyo ndivyo namna ambavyo unatawala mazingira. Hivyo ndio namna ambavyo unaitawala asili. Unajua kuna mambo mengine nimekwambia, hata kutawala magonjwa. Kuna magonjwa mengine yanatokea kwa sababu ya kitu ulichosikia, ya lifestyle uliosikia. Na ndio maana sio kila mambo ambayo unafanyiwa na watu unatakiwa uyajue. Kuna mengine Roho Mtakatifu anayapiga juu kwa juu usiyajue. Alikuwa anajua. Ukijua waliokufanyia hichi ni kina nani, unapata ugonjwa wa moyo. Sasa wewe unaangania ujue. Nataka kujua, unajua. Na haya, nenda kajue. Ndio unakuja ukisikia hata jana nimefanya unashika moyo. Kwa sababu ulijua usiotakiwa kufanyaje. Moja kati ya siri iliyopo ndani ya Mungu. Mungu ametupa uwezo wa kujua tunavyotakiwa kujua, lakini pia ametupa uwezo wa kutokujua tusivyotakiwa kujua. Adamu alitakiwa aendelee kujua kwa habari ya mti wa uzima. Yeye akang'ang'ania kujua kwa habari ya mti wa ujuzi na mema na mabaya. Ndio yule pale sasa Adamu. Amekaa pale, tunamuita nani? Adamu. Ambao unaona sasa, kwa msaada wangu wafalme umiliki. Maana yake ni kwa roho yangu ama kwa Roho Mtakatifu. So, mmoja kati ya maombi ya kuomba juu ya Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako, kumbia Roho Mtakatifu, nipe hekima ya namna gani leo nitatembea. Yaani unaweza kuona unapita njia ile ile kila siku kwa namna ile ile. Ila hiyo siku naamka, Roho Mtakatifu anasema leo usipite hiyo njia. Alafu siku unapotii, kumbe hiyo siku ndio kulikuwa kuna mtego wako. Unapita, alafu unapita njia nyingine, unapita ukiwa salama. Pokea Roho Mtakatifu atakayeongoza maisha yako katika jina la Yesu. Kama unakubali sema haleluya. Twende haraka sasa, hekima ni kitu gani? Na leo nitakupa tafsiri moja tu ya hekima ni nini. Hekima, tunapoongea hekima ni uwezo wa kuyatafsiri mazingira yanayokuzunguka kwenye mabano kiroho na kimwili. Hayo mazingira yanaweza kuwa ni mazingira ya kiroho na mazingira ya kimwili. Kwenye mazingira yote ni uwezo wa kutafsiri mazingira yanayokuzunguka kiroho, kimwili, kijamii, na kufanya maamuzi sahihi na kupata matokeo sahihi. Na haya matokeo hayatakuathiri wewe tu, yatakuathiri wewe na watu waliokuzunguka. Uwezo wa kuyatafsiri mazingira ndio hekima. Unajua, moja kati ya kitu ambacho kitakusaidia, bahati mbaya sana sisi wengi tumejifunza na hata namna yetu ya elimu inatufundisha sana kifiko na wewe hivi. So yule hivi chachea. Vivi za cockline. Na ndio maana ukiangalia hata watu kwenye prep wanaosoma wamejikunja kama wananena kwa lugha. Unashangaa kumbe mtu anakariri. Hekima ni uwezo kutafsiri mazingira yanayokuzunguka, afa anageukia uwezo kutafsiri mazingira yanayokuzunguka. Uwezo kutafsiri mazingira. Sasa huyo mtu akishaishi kwenye mazingira, wewe mgeuzie tu hilo neno, uwezo wa kutafsiri mazingira yanayomzunguka. Mwekee mazingira ya uwezo wa kutafsiri. Kashafanyaje? Kashapotea. Kwa hiyo napokuambia uwezo wa kutafsiri mazingira ya kuzunguka,
kutafsiri mazingira ya kuzunguka ni zaidi ya kujua watu, kwa sababu sisi tunajua watu, lakini when yaani tunajua hichi ni nini kiti, ila how kinatengenezwaje hapo sasa. Ila kukitaja unaweza kukitaja. Kiti nini? Kiti ni kitu chochote kinachoweza kumbeba mtu, lakini kinatengenezwaje? Hiyo inahitaji nini? Hekima. Now, nimekwambia hekima ni uwezo wa kutafsiri mazingira. Kuna mahali utapita kwa njia ambayo ulipita jana na ukashinda, lakini utakuja kugundua kwenye maisha kuna mahali unapita pale pale ulipopita jana, hautakiwi kutumia njia ya jana. Sasa pale hekima ndio inakusaidia kuanza kuyatafsiri yale mazingira kwa muktadha wa leo. Utakuja kugundua ukimsoma Daudi kwenye Biblia, Daudi amekuwa ni mtu wa vita na anajitaja, anasema mimi nimekuwa ni mtu wa vita toka ujana wangu. Na tunajua Daudi ameanza kupigana vita official vita ameanza kupigana akiwa na miaka 17. Lakini vita ambazo tunaiona ya kwanza inarekodiwa na Daudi anapigana vita na vitu visivyoeleweka ni miaka 15. Lakini anaanza kupigana vita na wanadamu waliomzidi umri miaka 17. Ndio mara ya kwanza Daudi anaenda kwa Goliati likubwa, lijitu ambalo limeshazeeka lakini pia limetokea kwenye ukoo mkubwa. Daudi kadogo anaenda kupigana naye, anamwangusha. Lakini inafika wakati anapakwa mafuta akiwa mfalme ana miaka 15, na ukisoma vizuri Biblia anakuja kuingia kutawala akiwa na miaka 30. Alafu kuanzia miaka 15 mpaka 30 Daudi maisha yake yote amekuwa anapigana vita. Kwa hiyo huyu mtu tunatakiwa tuseme hivi, alikuwa na mkono wa nini? Wa vita. Alikuwa na mkono wa vita. Yaani vita yeye sio kitu chake. Unakumbuka ukienda mahali, nafikiri kitabu cha Samueli kwanza sura 30 kule, ukienda mbele wakati Siglag, Daudi ameenda kutunzwa Siglag, alafu wale wanataka kwenda kukimbia, mfalme anamkataza Daudi, usiende kwenye vita pamoja na sisi. Bila sema Daudi akawa analia na lalamika. Analilia nini? Anataka akapigane vita. Sasa jamu ndani ya chaje? Wakati mimi ndio ningekuwa Daudi, naambia kaa upumzike, ningerudi kwenye chumba changu, urajibu maombi, kwa sababu kwa sijui nitarudi au sina. Lakini Daudi lina uhakika mimi nitarudi, na ndio maana analilia vita. Lakini ukienda mahali, kuna siku Daudi anafika katika kumkimbia Sauli, amefika mahali kumbe amekimbilia kwa Wafilisti. Alipofika kwa Wafilisti, kuna dogo akamkumbuka, akawashtua, akasema mnamkumbuka yule bro? Akasema nani? Akasema Yesu ni Daudi aliyemuua Goliati ile siku. Mfalme akasema amekuja huko. Biblia inasema Daudi akayasikia yale maneno. Sasa uzoefu, Daudi alitakiwa kuvimba, mimi ni mtu wa vita. Ile hekima inamwambia ndugu, unajua kuna wakati hekima inatafsirika kama uoga. Hekima inamwambia ndugu, uko kwa watu. Na ngoja nikwambie kanuni ya vita mojawapo, vita upiganii uwanja wa ugenini. Na ndio maana vita ukitaka ushinda, piganieni kwenye uwanja neutral, au walete wewe kwako. Yaani wewe ukitaka kugundua samaki ana nguvu, nenda kwenye maji. Samaki unayemvua, ambaye ukimtoa kwenye maji unamshika, unamkaanga huyu, nenda wewe kwenye maji. Ile kitu utafanya na samaki. Lakini huyo samaki, hata huyo nyangumi aliyemmeza Yona akakaa kwenye tumbo kwa siku 3. Nilikuwa nasoma hadithi moja ya ndugu zetu, na wakawa wanasema ya Yona, wameandika kwenye Qur'an. Wanasema Yona alimezwa na samaki, na yule samaki aliyemmezwa Yona akamezwa na samaki naye. Nikasema Yona hapa alikuwa kwenye giza sana. Giza ilikuwa kali. Maana sisi tunasema Yona alimezwa na samaki, ila wenzetu wanaandika wanasema alimezwa na samaki, na samaki aliyemmezwa Yona akamezwa na samaki mkubwa. Hiyo tutaisoma wakati mwingine. Sio kama unanielewa. Nikasema sasa yule samaki aliyemmeza Yona na akamezwa na samaki yule ukimleta nchi kavu hakuna kitu anafanya. Kwa hiyo kanuni kubwa ya vita wakati mwingine tunajifunza, vita usipiganie uwanja wa ugenini. Na ndio sababu shetani akitaka kuyaharibu maisha yako, anakutoa kwenye uwepo wa Mungu, anakuingiza kwenye uwanja wa ugenini. Ukiona tu siku unaanza kujimisi, isikii kwenda kanisani, unahamishiwa kwenye uwanja ambao
utaenda pigwa vibaya. Hakuna kunena kwa lugha, hakuna maombi, hakuna niombee, hakuna nini, na watu wanarudigi, ndio amerudi na roho na magonjwa na kila kitu, kwa sababu shetani alichokifanya, anaanza kutoa appetite ya kuenda kanisani. Anaanza kuona church is a scam. Bwana nikwambie mtu wa Mungu, everything in this world is a scam. Hata wewe you are a scam, just in case you don't know, kwa mtu fulani. Bwana nikwambie kanisa hii halijakamilika. Unaweza ukaja tukakukwaza, lakini kama haukunifuata mimi, kesho ukinikwaza tena utaniona saa 2 nimefika pale. Sikuja kwa kiongozi, nilikuja kwa Yesu, nilikuja kumfuata Yesu. Sio kama unanielewa? Sasa shetani anachokifanya kwenye maisha yako, anaanza kukuvuta. Unaanza kuona I don't like to go church anymore. Mimi sipendi, waliniangalia. Mtu wa Mungu, hatukuangalia vibaya. Ni kitu tu wewe ulihisi tumekuangalia vibaya. Ile kanisa wana upendo. Sawa, watafuta la wenye upendo. Kwa sababu shetani anachokifanya, anakuvuta, anakuweka kwenye uwanja wa kwake. Yaani uwanja ambao hata unene. Kwani wewe unajua ukikaa kwenye mazingira ya waamini, hata kama uko weak spiritually, maombi ya jirani yako yanakubeba. Na ndio maana sisi tunaombaga kwa sauti, mtu wa Mungu, tunasaidiaga watu walioko jirani yetu. Yaani kuna sawa, unajua kabisa mimi hapa stopoi mpaka nipigiwe pambio 3. Alafu ukiangalia jirani yako unakuta anafanya unasema ngoja niwe serious kama wewe. Ngoja niwe serious kama. Wakati unajifanyisha unaanza kusema tu asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Ukiangalia wa nyuma unaona anarukaruka anafanya hivyo, unasema hapa watanishangaa. Na wewe inabidi uanze kufanya. Ukifanya hivi ndio unadaka moto hivyo mwanangu. Ndio unadaka moto hivyo mwanangu. Ndio unadaka moto hivyo mwanangu. Ulikuwa uwezi kuomba, unakuta unaanza kuomba dakika 5. Ulikuwa uwezi, unakuta dakika 10. Ulikuwa uwezi dakika 15. Ulikuwa uwezi, unakuta wakati ulikuwa na mshangaa mwenzako anafanya hivi, wewe ndio unaanza kufanya hivi, na wavuta. Umedaka moto. Lakini ni nini ambacho kimekufanya upo kwenye uwanja wa nyumbani, upo kwenye mazingira conducive? Nisaidie kumhubiria jirani yako, mwambie baki kwenye uwanja wa nyumbani. Na ndio maana Adamu siku amefanya dhambi, Mungu akamwambia umefanya nini? Alimuuliza Adamu, uko wapi? Kwa sababu Adamu alipomkosea Mungu akakimbia. Alipokimbia, kumbe shetani ndo alichokuwa anakitaka. Shetani kwa anataka wewe ukikaa huko, hata kama umefanya dhambi, mimi siwezi kukupiga, njoo huko. Adamu akaenda. Ndio maana kitu cha kwanza Mungu, uko wapi? Nimekula siju tu ndani. Ambia Yesu, mimi sijakuuliza haya. Uko wapi? Maana yake wewe njoo huko. Daudi lilijua hivyo, akamwambia mambo haya matatu, ni adui zako wakufukuze, nikupige mimi. Daudi akamwambia Mungu, nipige wewe. Hivi sijajua na wewe ili kutokea uliwahi kukosea shule, unaambiwa kamwite mzazi wako. Alafu anafika pale, chagua akuchape nani, mwalimu au mzazi? Mimi nilikuwa naenda kwa mzazi, namwambia mama anichape. Najua hata akinichapa, yani kuna namna, kuna kilio nikilia. Unaona chapo na mwalimu Alex, alijui ulikotokea, alijui alina uchungu na wewe, linapiga kama linaua mwizi. Lakini mama akipiga, kuna namna ukitoa sauti fulani utaona ya pili iliyokuja haijaja kama ile ya kwanza. Ndio Mungu anachokifanya katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie, ndio neema ya Mungu inachokifanya. Hata tukikosea, Mungu atuadhibu kama ambavyo wanadamu wangetuadhibu. Mungu anatuadhibu kama ambavyo yeye Mungu anaweza kutuadhibu. Ndio maana Daudi anasema bora niangukie kwenye mikono yako, maana pengine nitapata rehema. Mabibi na mabwana, habari njema, Daudi alipata rehema akiwa kwenye mikono ya Bwana. Ninatangaza utapata rehema kwenye mikono ya Bwana. Nasema utapata huruma kwenye mikono ya Bwana. Nasema utapata msamaha kwenye mikono ya Bwana. Acha kuwakimbilia watu. Watu wana kiwango cha kuchoka. Wakikuchoka, njoo piga magoti, lala kwa baba yako. Kuna rehema kwa Bwana. Mpe Yesu makofi kama unakubali mtu fulani. Come on, give Jesus praise somebody. Mpe Yesu makofi. Mwambie Yesu, nashukuru kwa rehema. Nashukuru kwa rehema. Mwambie Yesu, nashukuru kwa rehema. Mwambie Yesu, mpe Yesu makofi, nashukuru kwa rehema. Asante kwa kunihurumia. Hata wengine walipozani sitatoboa kwa sababu ya makosa, kweli nilikosea, lakini bado ulinipa nafasi ya pili. Na Yesu tu atoki nafasi ya pili, huwa anatoa nafasi nyingine. Maana yake anatoa ya pili, ya 3, ya 4. Ninatangaza kuna nafasi nyingine kwa mtu fulani. Wewe uliyejikatia tamaa, ninatangaza kuna rehema kwa Bwana. Kuna msamaha kwa Bwana. Kuna nafasi nyingine kwa Bwana. Mtu anaelewa apige kelele haleluya. Naambia niangukie kwenye mikono yako, maana pengine nitapata rehema. Na kweli Mungu akamshtua kidogo Daudi. Lakini baadaye
akamsamehe, ila angeruhusu watu wangemfukuza miaka yao yote. Sasa hekima ya Mungu inakuweka mahali yako na kuweka mahali ambapo you know what to prioritize. Kwa nimekufundisha hekima hapa sasa ni ile namna ya kuweka ya kutafsiri mazingira. Sasa Daudi alipofika kule Ziklag, kinimalizia hii habari, Biblia inasema aliposikia wanasema huyu si ndio yule shujaa, Biblia inasema hapo na mimi naamini ile ni akili ya Roho Mtakatifu active hapo watumishi wa Kisha walivyosema, Daudi akajifanya chizi hapo. Sasa maandiko yanasema hivi, akaubadilisha. Ona, soma mstari wa 12, nisaidie kusoma mstari wa 12, 1 2 3. Anasema kitu gani? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake, akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Akaubadilisha mwenendo wake mbele yao. Saa ngapi imeshakuwa hivi? Watu wa Mungu, kuna saa Roho Mtakatifu atakwambia nyamaza, sio kwa sababu wewe ni mnyonge. Tunayo mengi ya kuongea, ila kuna wakati tunaambiwa nyamaza. Ila kuna saa domo likifunguliwa, mtajuta kwa nini nilinyamaza. Soma mstari unaofuata, anasema kitu gani? Akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Soma vizuri, nataka usome kwa sauti, usiseme Pastor Fred alitupiga. 1 2 3. Akafanyaje? Akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Akakuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Daudi huyo ni Daudi, mtu wa Mungu, mtu wa vita. Angeweza kusema haleluya, Mungu aliyenilinda na Goliathi, Mungu aliyenilinda na sasa naenda kupambania wapi? Swali upo kwa watu. Soma mstari unaofuata, anasema kitu gani? Huyo Akishi akamwambia watumishi wake, angalieni, mnaona ya kuwa mtu huyu ana wazimu. Basi maana yake nini kumleta kwangu? Maana yake Daudi ameshinda vita bila kupigana. Hiyo inaitwa nini? Hekima. Akili ndio ile ulionayo, kila mtu anataka kumpa vitu vyake. Umekanyaga kwenye daladala, unajua mimi nani? Kwenye daladala nani? Wewe si ni Mtanzania? Hiyo waga ni akili tu. Najua mimi na hekima. Kuna wakati nakwambia no, sio hapa, nyamaza. Na ngoja nikwambie, hekima itakutunza, hekima itakuepusha na vitu vingi sana. Kwa hiyo Daudi ameenda akajifanya chizi. Akisha anasema mnamletaje kwangu? Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema je, mimi nina haja ya watu wenye wazimu? Yaani mimi naleteni watu wenye wazimu. Maana yake hapo wameamini yule Mungu wao wa Filisti, laana imemkuta Daudi. Wameamini laana imemkuta. Mtu wa Mungu, kuna saa wachanganye watu wanaokufa. Wachanganye watu. Yaani hakikisha watu hawajui wewe unateseka, unafurahi, maisha yako mazuri sio mazuri. Wasijue huyu mtu bado yupo nyali ile amepiga hatua. Wewe ni rahisi hata kulogwa, na hata maombi yenyewe kwa sababu kila ukinunua juisi unaposti. Ni juisi. Ukinunua kochi unaposti. Ukiweka msingi wa nyumba unaposti. Ukiweka sijui umeweka nguzo kwa hiyo yani wewe hauna haja ya monitoring spirit. Yani monitoring spirit kwenye maisha yako wewe ni Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Yani wewe hatuna haja hata ya kutumia wachawi. Yani wewe tu hiyo mitandao ya kijamii ndio uchawi wako pekee. Yani kwa hiyo unajua sasa hivi anajenga, unajua anajenga imefikia wapi? Kwenye msingi. Watu wanaenda kwenye msingi. Wanasemea msingi, msingi unatitia. Hivi si kama naongea na mtu hapa. Ngoja leo niongee mambo ya kawaida kabisa. Unafika hapa, baba mimi na vita. Mimi kila ninachokifanya hakifanikiwi. Nakuuliza unachokifanya, na uje kugundua kila unachokifanya kumbe nawe kila unachokifanya ndio kile ulichokipost. Mtu wa Mungu, tengeneza giza kwenye maisha ya watu. Yaani in a way hawawezi wakatabiri. Hivi huyu Pastor Fred yukoje? Ana furaha? Hana furaha? Mbona kama mambo yake hayaendi? Wewe kila kitu unaposti, sawa? Kuna watu wanadhani sisi tunateseka. Yaani kuna watu wanadhani sisi wengine tunaishi maisha ya mateso. Kwa sababu kinachofanywa na dunia nzima sisi hatukifanyi. Wewe sisi tunajenga msingi hapa. Siku tunaweka msingi wa kanisa hili. Unakumbuka niliandika kitu Facebook. Roho Mungu akaniambia futa hicho kitu. Na pamoja na hatukuwahi kutangaza sisi kwenye sasa kwa kutangaza hivyo sio vibaya. Inawezekana hata wakati ikafika Roho Mtakatifu katuruhusu. Hatukuwahi kutangaza kwamba jamani anayetaka kutoa sadaka yake sijui nini kwenye Facebook, kwenye Instagram, wewe ni mshirika wetu, toa pamoja na sisi tujenge. Hatukuwahi kujenga. Na hatukutangaza, na tumeweka msingi. Niliamka na miguu itembee.
Eleweni hekima ya Mungu. Na hakuna mtu tuliyekuwa tumetangaza hadharani na niliamka miguu ifanya. Na unajua kuna wakati kuna vitu Mungu anaviruhusu ili ujue. Yaani kwa sababu maisha yanaenda hivi, sio kwamba yako hivi. Nilikuwa napambana na miko ya mji. Wewe unaposema unajenga jengo la namna hii kwa miezi mitatu, we nani? Nani? Wakati kuna watu wanakaa miaka 10, miaka 20 ndio wasimamishe kitu kama hicho. Wewe unasema miezi mitatu. We nani? Unapambana na miko ya miji. Unaweka msingi, kesho yake naamka miguu haisimami. Hivi mtu unaelewa? Lakini kaja kusimama kwa maombi. Sasa nachokufundisha hekima ya Mungu, sio kila kitu unafanya. Kuna vitu vingine wachanganye watu. Wewe sio kile unakuhamia, una post asante, unatafuta andiko. Asante Yesu kwa ajili. Wape kazi. Najua wewe una adui, ila maadui wanao wewe. Okay. Sawa. Najua wewe wachukiwa watu, ila kuna watu wanakuchukia. Basi wape kazi hata watu wanaokuchukia. Kukumonitor. Wanaulizia huyu anaendeshaga gari gani? Anaishi wapi? Anafanya kitu gani? Kwa sababu gani? I don't post everything. Wakija kulipata nimeshabadilisha. Siku napata napokaa naishi kwingine. Bila matangazo, bila nani. Nadhani nimelala ndani, kumbe nimelala nje. Kama unanielewa. Ngoja nihubiri Yesu hapa. So you see hekima, naongea hekima. Hekima inakutunza na mambo mengi. Hekima inakupa kujua hata kama wewe una nguvu zote, haureact kwenye kila kitu. That is wisdom. Wakati mwingine reaction kwenye kila jambo, huwezi ukapambana na kila mtu anayesema kila kitu. Na ndio maana mimi somo la maongozi Roho Mtakatifu alinifundisha kabla hata ya kanisa hili kuja kuwachunga ni wakati ule nimemwambia nilikuwa kila nikiposti kuna mtu kila nikiposti anakuja anaandika pale tusi pale chini. Alafu ndani najisikia kumjibu na nimtafutie mpaka na maandiko. Roho Mtakatifu ananiambia achana naye. Mpaka kifua kilipokuja kuwa kikubwa. Hekima kuna wakati inakupa unasikia kelele. Hekima sio kujibu kila hoja iliyoko mbele yako. Hivi umegundua kwa kadiri unavyojitetea ndivyo watu wanavyozidi kutokuelewa. Yaani kwa kadiri unavyozidi watu waliochagua kukuelewa blaza wamechagua kutokuelewa. Hakuna kitu utafanya waelewe. Hakipo kitu utafanya waelewe. Yaani mimi najua mtu ambaye amechagua kutokunipenda amechagua kutokunipenda. Nitaanza kurekebisha maneno atasema unaona? Hata lile somo alilofundisha. Lile somo ulilisikiaje? Ulielewa? Wakati unajaribu kulielewa anakuambia mimi sikulielewa. Ile mifano haikuwa na nini na lazima. Sasa mimi nitakuwa mtu nikifika hapa Jumapili nianze kusema jamani, kuna lile somo nilifundisha Jumapili hamkunielewa. Nilimaanisha hivi. Napoelezea jinsi ambavyo nilimaanisha, Jumapili ijayo tena wanakuja kuniambia jinsi ambavyo katika kumaanisha sikumaanisha. Punguza maelezo. Na ndio maana kuna wakati ukikosea unasema nimefanyaje? Nimekosea. Period. Kiwango cha kukava makosa kwenye maisha yako ndicho ambacho kinaanzisha makosa mengine zaidi ya makosa unayoyafunika. Nani ananielewa? Ukishindwa kusema unanyamaza. That is wisdom of God. Pokea hekima ya Mungu katika jina la Yesu. Nasema pokea hekima ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa nimekwambia eneo la kwanza, hekima ni uwezo wa kufanyaje? Wa kuyatafsiri nini? Mazingira yaliyokuzunguka kiroho na kimwili na kufanya maamuzi sahihi na kupata matokeo sahihi. Sasa angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 4 pale. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 10. Hapa inatuonyesha juu ya maisha ya mtu anaitwa Sulemani. Kama unanielewa sema haleluya. Sulemani anaonekana kama ni mtu mwenye hekima, alafu kuna mtu anaenda kuijaribu hekima yake. So to tell us kwamba hekima pia wewe inafanyaje? Inajaribiwa. Umegundua kuna watu wanakuja kufanya vitu kwako wanasema si anajifanyaga ana akili. Maana yake umekuja kufanyaje? Kujaribu akili yako. Si anajifanyaga anaomba. Umekuja kufanyaje? Kujaribu maombi yako. Kwa hiyo kwenye chochote unachofanya utajaribiwa. Malkia wa Sheba anatoka Afrika, anaenda Middle East kwenda kuijaribu hekima ya Sulemani.
Unaona, naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani. Sasa angalia hapa, anatuonyesha, ukirudi hebu niweke mstari wa kwanza ili watu wapate muktadha. Mstari wa kwanza anasema, na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili afanyaje? Amjaribu kwa maswali ya nini? Maswali ya fumbo. Sasa kuanzia mstari wa 2, wa 3 anajibu yale maswali. Mstari wa 4 sasa matokeo ya yale majibu. Anasema kitu gani? Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani. Alafu angalia sasa, kuanzia hapa nishike, kwa sababu tafsiri ya hekima, kila mtu niangalie, hiyo usiandike, kila mtu niangalie, nitakupa nafasi kuandika baadaye. Tafsiri ya hekima nimekwambia ni kuwa na uwezo wa kuyatafsiri mazingira yote yaliyokuzunguka kiroho na kimwili. Sasa hapa hekima ya Sulemani ilionekana kwenye nini? Ilionekana kwenye tafsiri yake juu ya mazingira, ambayo tafsiri yake juu ya mazingira ilionyesha mazingira yake. Na ndio maana nasema hivi, naye Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Sulemani, aliiona hekima ya Sulemani kwenye nini? Moja, na nyumba aliyokuwa amejenga. Kwa hiyo kumbe hata nyumba tunazoishi zina tafsiri nini? Kanisa tunaloabudu lina tafsiri hekima. Yaani si hatuwezi tukakaa hapa tumezungusha maisia hapa ndani, watoto wetu wamekaa kwenye parking. Maana yake hiyo ni tafsiri ya kukosa nini? Hapa mtu anasema, kwa pasa mimi ngoja nikipata hela nitajenga nyumba nzuri. Sio ishi ya kupata hela. Mtu wa Mungu, unaweza kuwa unaishi kwenye ghetto moja, chumba ambacho hakina sebule wala master, lakini tukiingia chumba chako ni kizuri kuliko mtu mwenye nyumba ya vyumba vitano. Kwa sababu gani? Hekima. Na watu wa Mungu, nyumba haijengwi kwa hela. Nyinyi wenyewe mmeelewa, mpaka sasa hivi mmeshaelewa nyumba haijengwi kwa hela. Biblia inasema nyumba inajengwa kwa nini? Kwa hekima. Sasa wewe subiri hela nikipata mtaji. Hapana, hekima inaanzaga, hekima inavuta fedha. Kwa hiyo tunaona hekima ya Sulemani kwanza imetambuliwa kwenye nyumba aliyojenga. Sasa wewe utasema, lakini pasa, kwa sababu alikuwa na hela. Ngoja nikwambie kwa taarifa yako, huyu Malkia wa Sheba hela aliyokuwa nayo, ukienda ukisoma hii mistari kule chini utaje kugundua, baada ya kukana Sulemani, Biblia inasema alimwachia dhahabu, na dhahabu aliyoiacha siku ile, yani alitoa dhahabu huyu Malkia wa Sheba akampa Sulemani. Biblia inasema dhahabu aliyoitoa siku ile, hapana kiwango hicho cha dhahabu tena kimewahi kutolewa. Kwa hiyo it has to tell you, huyu pia bidada alikuwa na yeye na nini? Na hela. Kwa hiyo tatizo sio hela, ila alipoona iona hii nyumba akaja kugundua, mimi hela za kujenga kama hii ninayo, ila mbona mimi sijajenga hivi? Kama tatizo ni hela, akagundua issue tu sio hela, huyu jamaa kuna hekima anayo. Kwa hiyo unaona, eneo la kwanza, nyumba aliyokaa ikadisplay hekima yake. Nimekupiga babaya. Na hapa siongei kwa habari ya gorofa, siongei kwa habari ya kujenga nyumba ya kifahari. Mimi siongei huko mchungaji ameanza kusema jomba. Hapana, sio mimi, ni Roho Mtakatifu. Siongei kwa habari ya kukaa sio kwenye jumba sio la mamilioni. No. Mtu wa Mungu, unaweza kukaa chumba cha shilingi 35,000. Mtu akiingia ndani hivi, kea hekima ya Mungu kwa jina la mamlaka la Yesu. Kwa hiyo unaona, eneo la kwanza, sio kama nakufundisha, eneo la kwanza lililo define hekima ya Sulemani ni kwenye nini? Na nyumba aliyokuwa ameijenga. Ona eneo la pili, anasema kitu gani? Na chakula cha mezani pake. Mtu wa Mungu, the way you eat, it displays wisdom. Leo ni leo. Sasa mchungaji ambaye anafundisha mambo ya kijamii, sawa. Wewe koloni sasa, sawa. Unaelewa kwamba pia hata huyu mama sio maamuma. Kama anaiona hekima mpaka kwenye chakula cha mezani. Kwa tafsiri nyepesi, aliona balance diet mezani. Hakuona wali, pilau. Si kama unanielewa. Maana sisi uonekane una uwezo, unaweka wali na nini? Na pilau. Kumbe yani umekula tu wali ambao una rangi mbili. Wananichukia. Wali, yani kwenye swala la afya, yani hakuna ulichofanyaje? Hakuna ulichoongeza. Umeongeza saikolojia kwamba kuna rangi nyeusi na rangi nyeupe. Lakini hiyo yote tunaita nini? Wanga.
Kwambia kutakuwa kuna wali kidogo, kutakuwa kuna pilau kidogo na kiazi kidogo. Hicho ni kitu kile kile. Wali, pilau, kiazi. Hiyo kwa lugha moja tunaita nini? Wanga. Okay, sitasema tena hapo. Mchungaji tulienda na chakula cha mezani pake. Mtu wa Mungu, Mungu akupe hekima. Yani mambo yafanyike kwa utaratibu. Hata jinsi unavyo set table kwenye meza yako, mtu ajue kwamba hawa watu wana mpangilio. Kwani hujawahi kuonaga kuna watu kabisa wanaona hii familia ina mkakati? Yaani sio saa ya kula inafika, ndio unatafuta kitu cha kula. Kwani kuna wanakuomba watu pike nini? Kwani kuna nini? Hekima. Hii sitaongelea tena kwenye kula. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Na nini? Na maofisa wake walivyokaa. Kwa jambo la kwanza, nyumba aliyojenga. Jambo la pili, chakula. Jambo la tatu, maofisa wake walivyofanyaje? Walivyokaa. Mtu akija Destiny akakuta watendakazi walivyokaa, lazima aione hekima ya Mungu. Si unajua hata kukaa kwa kuwezi ukakaribishwa kwa mtu unaoka na mamiguu yako kwenye kiti. Kiongozi. Sio kama unanielewa. Umekuta yule mtu ni mgeni, leo nitawafundisha kila kitu. Yule mtu ni mgeni lakini akija kwenye kiti chako anakaa hivi. Sebleni. Mgeni amekaa hivi. Yeye anaangalia sema huyu hajafundishwa kwao. Sio kama unanielewa. Amekaa juu ya kiti kabisa, mamiguu yake ameweka kule. Na miguu yenyewe haina ushuhuda sasa. Unanielewa kama nachonge? Kwa sababu unajua tunaposikia hekima, kuna picha wewe unayo. Kuna picha unayo ya kutembea namna fulani. Sio unajua kuna watu wanatembeaga namna fulani, unasema mtu si huyo hapa. Ngoja afungue mdomo aongee. Unasema Yesu wangu, angeendelea tu kutembea abaki vile vile. Mtu kabisa anakuja linachukua, nimeshamaliza. Linachukua linakaa kwenye baki, unajiuliza huyu nini? Na hivi unajua hata hivi vyuo vya kidiplomasia, hivi vyuo vya uongozi, mambo anayofundishaga mtu wa Mungu sio mambo hayo unayowaza wewe. Wanafundishaga namna ya kukaa, namna ya kuinuka, namna ya kufunga koti, namna ya kutembea. Sio kama unanielewa. Yaani uwezi tu kwa kiumbe unakuja kuongoza ibada hapo. Nakuja hapana. Hata unene kwa lugha bati lishuke. Wewe ukipanda tena hapa, mimi sio mchungaji Fred. Sio kama unanielewa. Hekima, kuna mambo mengine tu ni hekima. Na ndio maana yani haya mambo ni kufundishwa, ni mpango. Saa yangu ya kuhubiri kifika, nachukua vitu vyangu, napanda, najua saa ya naweka kabisa hivi. Yani mpaka hata napanda nasema I say that's my pastor. Napanda sina nawai wapi? Kwani mbingu inashuka hapa zaidi? Nawai hapa, napanda hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, nafika hapa kwa pause taratibu. Nafika nafungua usizani nilikuaga hivyo. Nimejifunza hekima. Mimi nilikuwa ni yule mtu ambaye naruka sarakasi anakuwa yuko madhabahuni. Sio unanielewa? Chakula cha mezani, hata namna unakula ni hekima. Ukienda kwenye sherehe usimalize. Mtu wa Mungu, njaa ipo siku zote. Sio kama unaona leo mtanisubiri, ngoja tu leo tu niwe hivyo hivyo katika jina la Yesu. Bwana mtajua wenyewe. Mimi ngoja tu niwe hivyo hivyo. Wewe ndio mgeni rasmi. Nimekutuma nasema sasa kaniwakilishe. Vijana wanamaliza na nilia pale. Vijana wanajaza sahani na wewe unajaza sahani. Mtumishi wa Mungu, tofauti ya kiongozi na wewe iko wapi? Ukiona yani kuna mahali Mungu anakuweka. Hivi unajua kuna mahali Mungu anakuweka, watu wanakuheshimu, lakini unavyotokea inaamua wataendelea kukuheshimu ama hawataendelea kukuheshimu. Hekima tu ya kawaida. Unaenda, unajua mimi ni mtu simple. Acha wewe, mtu simple umekuwa wewe. Unajua mimi mtu simple, unaenda pale unachukua chakula, unajaza maviazi, unajaza manini, mpaka unachukua umefika na chakula kimekulemea mkononi, kinakumwagikia tena kwenye suti, unasema sole. Unaenda unakaa pale unakula chakula chote. Watu wanaangalia ni kiumbe gani tena wametuletea hapa ndani. Gari umekula sio kama unanielewa. Unafika tu pale umekula, umevimbiwa, unabeua tu pale kila baada ya dakika mbili. Na mimi ndo nimekutuma wewe. Sio, unaona ni hekima tu ya kawaida hiyo. Sema msione hivyo tumbo linanisumbua. Hadi kusumbui. Wewe ndo umelisumbua tumbo. Jamani, bado nimeokoka. You see, na hiyo ni Biblia iliyoandika, sio Pastor Fred anayosema. Kwa sababu unaona inaanza kuonyesha kiwango cha hekima kwa nyumba aliyoijenga,
kwa chakula anachokula na kwa namna maofisa zake walivyokaa. Sio kama unanielewa? Yaani tunapofika hapa mbele alafu kuna certain language tunaongea, inakupa kuelewa kwamba hawa watu wako systematic. Yaani sio kila mtu anaongea kitu chake. Yaani inakuonyesha hapa mahali kuna order. Tunaposema tunasoma neno la Bwana tunasimama. It is uncomfortable, I know. Lakini kitu mtu akija, ngoja nikwambie, ngoja niwaambie, na hapa nitawasifu katika jina la Yesu. Mimi hakuna mchungaji amewahi kuhubiri kwenye hili kanisa, mgeni yoyote rafiki yangu amekuja asiseme oda iliyokuwa hapa ndani. Tukifika tu hoteli ananiambia mchungaji, watu wako wana utaratibu, watu wako wana oda. Mimi nasema yani hapo sasa unaelewa, yani hapo nasema ni kwa msaada wa Mungu. lakini moyoni hapo nafurahi. Mungu akupe oda katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Na tunasema mchungaji, ni wale watu wanapenda neno. Kwa mchungaji mmoja tu alikuja kuhubiri, tukamwambia umehubiri vizuri, Mungu akubariki. Na kweli alihubiri vizuri. Akasema pastor, huu ujumbe mimi nimeshawahi kuhubiri kanisa jingine. Kule kanisa jingine sio kama mlivyopokea ninyi. Unadhani tatizo ni ujumbe, tatizo watu. Kile kitu kinitafakari kabisa, aliniambia, pastor, huu ujumbe mimi nimehubiri kanisa fulani. Hamna kitu, nimehubiri, tatizo watu. Lakini hao watu wanatengenezwa kwa nini? Kwa hekima. Ninapokuambia sema amen, pia ni hekima. Kwa sababu inaonyesha ya kwamba unarespond kwenye neno la Bwana. Hivi unajua mimi kama mhubiri, mimi hata nikiendaga mahali, nikiona fundisha afu mtu amenitolea macho hivi, hata kama anaumwa, siombei huyo mtu. Kwa nini nijiaibishe? Naenda kuombea mtu ambaye amekaa mkao wa kupona. Kwa sababu unaenda, kuna watu wawili wamekaa hapa. Huyu anaumwa, umemuombea, lakini kila unahubiri amekaa hivi. Alafu saa kuombea imefika, naenda kwa mtu anayefanya hivi mikono hivi. Nasema huyu imani yake tutasaidiana, huyu apone. Huyu hapa. Sio kama unanielewa? Anavyosema, unaona walivyokaa na kufanyaje na kuhudumu kwao wahudumu wake. Kwa hiyo the way they save, wanaona watu wako arranged. Mtu wa Mungu, hekima ndio inayoleta watu. Kuna mtu mmoja hapa kanisani, na sijui kumjua ni nani, aliwahi kumpa sadaka Asha. Yaani kuna mtu alipokelewa na Asha, akamwambia wewe dada, Mungu akubariki. Yaani mimi nikuja na huzuni, namna ulivyonipokea ni kama nimeona huzuni yangu imeondoka. Akachukua hela akampa yule mtu. Hiyo ni nini? Hekima. Sasa huwezi kuwa mtu unapokea mtu umekaa unataka ingia, utaki. Hapana. Hii sio jeshi, mtu wa Mungu. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo unaona hekima inaonyesha kwa namna wale watu wanavyokaa. Ukiwa kiongozi haukai namna yote, hauinuki namna yote. Na ndio maana angalia, ni kama viongozi wote wanatembea kwa kufanana. Kwa sababu gani? Wanakuwa train. Ukiwa umekaa, fungua koti la suti, unakaa chini ili suti sijikunje. Unapoinuka, unainuka, unafunga koti namna hii, unaenda, unatembea. Sio kama unanielewa. Ukiwa na koti viwili, haufungi vifungo vyote viwili mwanangu. Sema amen. Ni hivyo tu. Mtu amevaa suti, amevaa koti, mambo unafunga kifungo kimoja. Hiyo ulikuwa hujui. Sema amen. Mtu akiangalia naona hekima. Naona huyu mtu yuko organized. Habibu, mimi ninachojua nina kitu ndani yangu kwenye hata msipoelewa. No. Hatufanyi hivyo. Hekima nyingine inaonekana kitu gani? Alafu anasema na nini? Na mavazi yao. So unajua the way you dress ina display hekima ya Mungu ndani yako. Huwezi kuona kuja kanisani umevaa kama unaenda disco. Hiyo pia tu ni hekima ya kawaida. Mnanijua mimi sio mhubiri wa mavazi. Mimi siwezi kuja kwa hapa nikasema somo la leo ni mavazi. Hapana. Mimi sijafika huko. Lakini ile vazi unalovaa hata wewe mwenyewe unaona mimi I am comfortable na hii kitu. Kwa sababu unajua naenda nyumbani mwa nini? Mwa Bwana. Sio kama unanielewa? Yes, yani hapana. Weka na vifaa vyako na sisi tukae na vifaa vyetu. Kila mtu astili mwili wake. Amen. Yes, kabisa hapana. Kila mtu anacho cha kuonyesha. Please stay with yours. Na acha sisi tukae na vitu vyetu. Hiyo pia inaonyesha nini? Hekima. Na kukuonyesha wewe sio chizi. Mbona ukienda kwenye ofisi ya serikali unavaa vizuri? Kumbe wewe sio chizi. Unaenda mpaka unajikagua mara mbili. Ila huku twende ndio jingine.
unaona, na wanyoshaji wake. Alafu angalia sasa eneo jingine, na sadaka zake. Kwa hiyo umeona hii hekima imeenda imemdefine kimwili, imemdefine kijamii, imemdefine kifamilia, alafu kitu cha mwisho inakuja kumdefine kiroho. Watu wa Mungu, wewe kwa namna Mungu aliyokubariki kweli, sadaka yako ina hekima ndani yake. Imagine Malkia wa Sheba anaona hekima kupitia nini? Sadaka. Anasema kitu gani? Na sadaka zake za kuteketeza ambazo alizitoa katika nyumba ya Bwana. Alivyoona hivyo, anamalizia roho yake ikafanyaje? Ikazimia. Na hapo anatuonyesha kwenye eneo la kiroho, eneo la mwisho. Sulemani sio tu tajiri. Sasa imagine huyu anayeshangaa sadaka ni tajiri. Manake Sulemani alitoa kitu gani ambacho mpaka inafanya huyu roho yake inazimia? Watu wa Mungu, sikiza niwaambieni, I thank God ili kanisa ni la watu watoaji. Lakini ngojeni niwaambieni ukweli, sitaacha kuwafundisha hichi kitu. Lazima ufike kiwango, sio sadaka uliyoitoa miaka 3 ndio unaitoa kila siku. Hiyo ni roho ya umaskini iko ndani yako. Kwa sababu Mungu katika hiyo miaka 3 hajakuweka kwenye level moja. Amekupandisha kiwango kingine, amekupandisha kiwango kingine. Yaani lazima mimi mchungaji, kama mchungaji Fred, ikitokea nimekuja kutoa sadaka hapa, ikatokea kutokea nimeanguka na mkono wangu ukafunguka, nisione aibu kuichukua ile sadaka. Sasa mchungaji ameanza kuhubiri hela. Ndio. Wewe niwaambieni watu wa Mungu, hekima, kwa sababu gani? The way you give ina display unamtambua Mungu aliyekupa. Mimi nimewahi kudili na kesi ngumu sana, ambayo nikamwomba Mungu anisaidie hata namna ya kuiombea. Nimewahi kudili na mtu ambaye anashughulika, anasema mimi nina roho ya umaskini na kukataliwa. Nikamuuliza, unafanya kazi? Ndio. Na nikaenda deep, namuuliza unafanya kazi gani? Akataja na kazi nilikuwa nimeenda mahali kuhubiri. Wewe mtu amekuja ananiambia, pastor, naomba niombee kwa sababu ninasikia kabisa wewe kuna kitu ukiniombea kuna kitu kitanitoka. Nini? Na roho ya umaskini, na roho ya kukataliwa, hela zishike kwenye mikono yangu. Nikamuuliza, unafanya kazi? Akasema ndio nafanya kazi. Unapata mshahara? Ndio unapata mshahara. And imagine kiwango cha mshahara alichokitaja, alichokuwa nakipata. Pengine huo mshahara na yeye anaweza kawalipa watu wengine 2 mshahara, ila anasema na roho ya umaskini. Baadaye nikauliza, kwani unafikiri ni kitu gani? Akasema, pastor, yani kwa kweli mimi sielewi, ila nimekuja tu niombee. Na tena na hata pale ndani leo kwa kweli mimi niliahidi, lakini naomba pastor, ile ahadi mimi siwezi kuitoa. Right there. Namuuliza, una shida gani? Roho Mtakatifu akaniambia shida yake ndio hii. Wajua nilishangaa. Roho Mtakatifu akaniambia shida yake ndio hii. Ambia mimi siwezi pastor, kwa kweli kwenye hali ninayopitia hata hiyo sadaka niliyoahidi mimi siwezi. Naomba kama una namna nyingine kunisaidia, nisaidie, lakini mimi siwezi. Anaongea natetemeka. Namuuliza, na aina ya mshahara anayopata, una madeni? Sina madeni. Hela ikae. Anambia siwezi, sitaweza kufanya hivyo. Nilikuwa kwenye mtihani wa kujiuliza, huyu mtu nimwambie ukweli au nimwache? Kwa sababu nikaona nikimwambia tena ukweli, wewe tatizo lako hili, angeona na mimi nataka hela yake. Anambia, Mungu, huyu ni mtu wako. Awe maombi kawekea mkono, ni mtu wako, msaidie. Utamsaidia mbele sasa. Na sijajua kama alishapata msaada au hakupata msaada, maana niliondoka. Lakini kitu gani kimeanzia? Kuna mambo madogo tunayafanya ambayo hayaonekani kwa watu, lakini watu wa Mungu ndani ya hayo mambo yana display hekima tulionayo. Mungu hakusachi hela ulionayo. Yaani hiyo sio wazo la Mungu kwamba lazima utoe. Whether unatoa au hautoi, Mungu bado kazi yake itaendelea kufanyika. Lakini jiulize, unachokitoa kinafanana na baraka Mungu aliweka kwenye maisha yako? Mimi ilifika wakati nilianza kujichallenge kwenye maisha yangu mwenyewe ya kwamba sitamtolea Mungu chini ya kiwango fulani. Na guess what? Toka siku nimejichallenge hivyo, kwa kadiri ninavyosema, Mungu amezidi kufungua macho yangu. Na nafikiri hapa ambapo mmekaa kimya ndio Roho Mtakatifu anataka nishughulikie hapa. Hiyo hali ya kukwazika mlionayo ndio inanionyesha kwamba naongea kitu sahihi katika jina la Yesu. Sasa kaeni niwafundishe, kaeni hivyo hivyo kimya. Amen. Asante Roho Mtakatifu. Kuna watu wamekaa wameshaanza kuwaza mbali hapa. Pastor, ndio hivyo hivyo. Watu wa Mungu, sio kama mnanielewa. Mnaelewa moyo wangu. Mnaelewa moyo wa ukanisa. We are not after money.
Yaani fedha si kwetu, sio kipaumbele. Matter of fact, hatuna shida ya fedha sisi. Hatuna shida ya fedha. Yaani hakuna wakati tumewahi kuhitaji fedha Mungu asitupe. Hiyo wakati haijawahi kutokea. Nataka nikuambia hata wewe inawezekana ukaishi bila shida ya fedha. Inawezekana ukiwa na ufahamu. Kutokuwa na shida ya fedha imaanishi unazo fedha za kila kitu unachokitaka. Ila kuna kitu kinaitwa utaua na kulizika. Utaua na kulizika Mungu akiweka ndani yako. Utaanza kugundua unajifurahia hata kwa kile ambacho Mungu amekubariki. Wengine wanakiona kitoshi, lakini kwako kinatosha. Mungu akitaka kufungua mlango mwingine, huo mlango mwingine unafunguka. Lakini unaona eneo la sadaka linaonyesha hekima yake. Maana yake kuna namna alikuwa anatoa. Na it has to tell you, alikuwa anatoa mpaka watu wanajua anatoa. Kwa sababu gani? Kuna kitu ndani yake. Alikuwa kutoa kwake sio kushow, kutoa kwake sio kuonyesha. Kutoa kwake ni moyo wa shukrani juu ya kile kitu ambacho Mungu amembariki. Watu wa Mungu, eneo la maisha ya kiroho na eneo la kutoa hauwezi ukavitenganisha na vikakubali kutengana. Haiwezekani. Hauwezi ukavitenganisha na vikakubali kutengana. Haiwezekani. Hauwezi ukavitenganisha na vikakubali kutengana. Kuna wakati tunapokuja kumshukuru Mungu, sadaka yako iendane na shukrani ya kile kitu Mungu alichokufanyia. Hauwezi unamshukuru Mungu umejenga nyumba ya milioni 50, unakuja na sadaka ya shilingi 20,000. Hiyo ni kutukana Mungu. Nakuja kumshukuru Mungu, nimenunua gari la milioni 30 na kuja kuliweka wakfu na mshukuru Mungu kwenye bahasha yangu na shilingi 10,000. Huko ni kumtukana Mungu, watu wa Mungu. Ni kukosa hekima ya kimungu. Namshukuru Mungu amenifanyia uponyaji wa kimungu na nimetaka kumshukuru Mungu. En lazima iendane na kile kitu ambacho Mungu amekufanyia. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Lazima iendane na kile kitu Mungu amefanya kwenye maisha yako. Nao sio watu wote wana uwezo wa kutoa fedha. Lakini pia kuna kitu Mungu anaweza akakushurutisha ndani yako. Ukasema mimi kwa hichi Mungu alichonifanyia, nitafanya kitu fulani kwa ajili ya Bwana. Na ndio maana kuna watu wengine sadaka yao ni kufanya usafi kwenye nyumba ya Mungu. Kitu ambacho watu wengine hawezi kufanya. Na hiyo sadaka ya kufanya usafi kwenye nyumba ya Mungu, Mungu anaichukua namna ile ile kama mtu ambaye angetoa mamilioni ya fedha kutokea kwenye moyo wake. Sijui kama unanielewa. Amen. Sasa hapa nimemaliza. Now, you see. Huyu Sulemani tunayemuona anatuonyesha aina ya hekima ambayo Biblia inataja kabla yake na baada yake hakutakuwa na mtu. Alafu hii hekima sasa imevuta mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, hekima hii ya Sulemani ama hii hekima ya kimungu imevuta jambo la kwanza, jambo la muhimu sana, imempatia jina. Kwa hiyo hekima inaweza kumpa mtu jina zuri. Imempatia jina zuri. Ndio maana watu wanasafiri kutoka mbali wanaenda kumwangalia. Na jambo la pili, taenda haraka hapo. Hii hekima, jambo la pili, imempatia nini? Imempatia mali na utajiri. Jambo la pili, imempatia mali na utajiri. Jambo la pili la msingi sana kulielewa. Hekima inakupa jina kwa sababu watu wakisikia namna unavyoongea, namna unavyowaza, wanatamani kuwa karibu yako. Lakini jibu la pili, imempatia mali na nini? Na utajiri. Lakini jambo la tatu ambalo leo ndo nitakufundisha, hekima hii sasa imempatia watu ambao hapa sasa ndio nataka nikufundisha. Sasa kuna aina tatu za hekima kwa haraka, ambazo hizi aina tatu za hekima ukiziangalia, Asante Roho Mtakatifu, ukiziangalia hizi aina tatu za hekima zinatajwa kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 15. Yakobo sura ya 3, twende haraka, mstari wa 13 mpaka 15. Anatuonyesha kuna aina tatu ya hekima. Utaona anasema naye ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu, na aonyeshe kazi zake na kwa mwenendo wake mzuri. Kwa hiyo unaona kumbe hekima sio maneno. Bado Yakobo anatuonyesha hekima inaonyeshwa kwa kazi zako na mimi katika jina la Yesu ninalitamka hili kanisa kwamba ni kanisa la watu wenye hekima. Kwa kazi ile mliomfanyia Yesu, ninyi mna hekima kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Pokeeni, semeni amina basi. Yaani hapa mtu akifika tunamuonyesha ile pale ndio darasa la watoto wetu wanasali kule. Akiona kitu cha kwanza anasema hawa watu wana nini? Wana hekima. Kwa hiyo anatuonyesha hekima inaonyeshwa na nini? Kwa kazi zake.
na mwenendo wake mzuri katika upole na hekima. Lakini mstari wa 14 anasema kitu gani? Anasema, lakini mkiwa na wivu na wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala mseme uongo juu ya kweli. Mstari unaofuata anasema, hiyo sio ile hekima ishukayo kutoka juu. Kwa hiyo hapa sasa anaanza kutuonyesha aina za hekima. Kwa hiyo anatuambia hiyo sio hekima ile ishukayo kutoka juu. Kwa hiyo aina ya kwanza ya hekima, kumbe kuna hekima ishukayo kutoka juu. Alafu aina ya pili ya hekima anasema, bali ni ile ya kidunia na ya tabia ya kibinadamu. Kwa hiyo kumbe kuna hekima ya kidunia na tabia ya kibinadamu. Na hii hekima ya kidunia sasa ndio ya wahenga. Aliye juu ngoje chini. Ambayo kuna siku inakusaidia. Alafu kuna siku inakutosa. Mshika mawili. Hivi challenge ya wahenga mmeiona ninyi au ni mimi peke yangu? Okay, sawa. Kumbe tuko sawa. Ambayo ndio hiyo hekima ya kidunia ama tabia nini? Ya kibinadamu. Ambayo hiyo pia sio mbaya, lakini ina mipaka yake. Alafu hekima ya tatu anatuonyesha ni hekima ya kishetani. The demonic wisdom. Anasema ya kibinadamu na ya nini? Na ya kinini? Ya kishetani. Kwa hiyo kwenye ile andiko tunaona kuna hekima itokayo juu, kuna hekima ya kibinadamu aka ya tabia ya kidunia. Jambo la tatu, kuna hekima ya kishetani. Sasa hekima ambayo Sulemani ameipokea haikuwa hekima ya kibinadamu. Ndio maana watu wenye akili ya kibinadamu kama Malkia wa Sheba wanapokutana na hekima yake wanashangaa, kwa sababu hekima yake ni hekima itokayo juu. Sasa hekima itokayo juu inapokuja kwenye maisha ya mtu, inamfanya kuwa juu ya watu wanaotumia hekima hizi za kishetani na hekima hizi za kidunia za kawaida. Na ndio sababu siku ambapo Nebukadneza baada ya kukana kina Danieli muda mrefu, anapowapima Biblia inasema akawaona ya kuwa ni bora mara 10 katika kila jambo la hekima na ufahamu, bora mara 10 kuliko waganga, kuliko wachawi, kuliko wasoma nyota. Kwa hiyo kumbe wasoma nyota wana hekima ya kishetani ambayo nayo inaweza ikafanya vitu fulani, lakini inafika kikomo juu ya hekima ya Mungu. Na ndio maana glory to God, Musa alipofika Misri akakutana na watu wenye hekima za kishetani na hekima za kimisri. Alipofika Misri wakatupa fimbo zao zikageuka kuwa nyoka. Maana yake ile uwezo ukajidharau ni hekima, lakini Musa kwa sababu ana hekima kutoka juu akaitupa na yeye fimbo yake, na ile fimbo yake ikaenda kuzimeza zile nyoka zingine ambazo zilikuwa fimbo zimegeuka kuwa nyoka, ili kuonyesha ya kwamba hekima ya Mungu inaweza kumeza hekima za dunia, inaweza kumeza hekima za wachawi, inaweza kumeza hekima za waganga. Na ndio maana ninatamka kwako kama nabii wa Bwana, waliosema juu ya ulozi kwenye maisha yako kwa hekima za kiganga, hekima za kichawi, unayo hekima itokayo juu ambayo ni kubwa kuliko hekima za kichawi. Fimbo walizoziweka zikageuka nyoka. Unayo fimbo kwenye mkono wako ambayo inaweza kugeuka nyoka na kumeza kila nyoka ambao wametumwa kukudhuru kwa jina la Yesu. Ninatamka juu ya maisha yako, hekima hii itakupa ulinzi mahali popote unapokwenda. Hekima hii itakutambulisha mahali popote unapokwenda. Hekima hii itakupa nafasi mahali ambapo nafasi imezuiliwa. Nasema hekima hii itakupa neema mahali ambapo neema imezuiliwa. Hekima hii itafungua mlango mahali ambapo mlango umezuiliwa. Hekima hii itakupa ulinzi mahali ambapo umekusudiwa mabaya. Nyosha mikono, sema kwa jina la Yesu. Leo kwa neno la Bwana piga kelele kwa jina la Yesu. Leo kwa neno la Bwana napokea hekima ishukayo kutoka juu kwenye maisha yangu. Mpe Yesu makofi kama unaelewa. Kaa chini kufundisha kidogo. Unaona anaongea hekima ya kibinadamu, hekima ya kishetani na hekima itokayo juu. Musa anakutana na hekima ya kibinadamu, wanatupa fimbo zinageuka kuwa nyoka. Lakini nakumbuka mimi nayo hekima ya juu zaidi ya hekima zingine. Anatupa fimbo yake inageuka kuwa nyoka mkubwa, inameza zile nyoka nyingine. Mtu mmoja sema haleluya. Kama mtu mmoja sema haleluya. Sema asante Yesu kwa hekima. Now that shows you ya kwamba tunaweza kukaa na watu ambao umekutana na mtu anakuuliza maswali suggestive. Maswali suggestive ni nini? Unatumia nini? Hayo ni maswali suggestive. Unaendaga wapi? Yaani manake mtu anakuambia baka unaendaga wapi, kuna kitu amepima akagundua hauendagi anakoenda yeye. Unajua uwe na unajua unakwambia naona siku hizi upo. Manake ulitakiwa usiwepo au?
Yaani unachomaanisha ni kitu gani? Yaani what are you suggesting? Lazima uwe na namna ya kung'amua ya kwamba hili swali linaloulizwa, kuna hekima ya kibinadamu nilipitishiwa, na hiyo hekima ya kibinadamu imegonga juu ya hekima ya Mungu, na ndio maana wanauliza nini siri ya mafanikio yako. Mtu anaye, wewe mwenzetu unafanyaje? Ukisema wewe mwenzetu, neno la kulishika ni wewe mwenzetu. Kwa sababu yani hii template ilianzisha shetani ndio ile ile, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Maana yake kuna kodi alikuwa anaitafuta. So you see, katika hizi hekima tatu, Sulemani alipokea hekima itokayo juu, ambayo sasa kwa mujibu wa maandiko, Yesu wangu namaliza kwa mara ya pili, kwa mujibu wa maandiko, hii hekima ilimtofautisha juu ya watu wengine. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo unaona Malkia wa Sheba ana hekima, na hekima imempa kukusanya mali, kwa sababu mali zinakusanywa kwa nini? Kwa hekima. Utajiri wa mtu hautokana na kitu anachoingiza. Utajiri wa mtu anatokana na kitu anachokitunza baada ya kuingiza. Na ndio maana watu wengi wanaingiza fedha nyingi lakini bado ni maskini. Na kuna watu hawaingizi chochote. Kuna watu wanauza mbao za 2500. Anatoka kuuza mbao ya 2500 mpaka kuwa bilionea. Na kuna mtu kwenye mshahara wake inaingia milioni 12, milioni 15 na bado ni maskini, wamekopa. Hekima itokayo juu. Hekima itokayo juu. Na tunakubaki kustukuza fedha. Tafuta fedha. Tafuta kwanza hekima kabla utafuta fedha. Kwa sababu fedha inaongeaga. Fedha itakuaminisha kila kitu kilicho mbele yako ni kwa ajili yako. Fedha itakuaminisha suti zote kwenye dunia hii zimeshonwa kwa ajili yako. Na fedha itakuaminisha unatakiwa uvae cheni zote. Ndio unaona kuna vijana wetu wanavaa cheni ya kwanza, ya pili, ya tatu, na amevaa saa mkono wa kulia na mkono wa kushoto, na ameweka na mimeno ya dhahabu, amekaa hivi. Hekima. Mtu kavaa hereni huku, kavaa huku, kavaa huku, kavaa huku. Na ni mwanaume huyo. Ameona haijatosha, katoboa na huku, katoboa na huku. Hela imemchanganya kwa sababu amepata hela bila nini? Hekima. Hivi sio kama nyinyi watu nawasaidia Sema lakini ni za kwake, hatujabisha ni za kwake. Lakini kuna kitu kinaitwa money with purpose. Ndio unanunua magari 4 yote ya brandi moja lakini yana rangi tofauti. Hiyo inaitwa nini? Hekima. Kwa sababu inatakiwa hiyo unanunua gari liwe nini? Comfortability. Kama umeshatoka kwenye level ya usafiri, tunaanza kutafuta comfortability na performance. Sasa ukinunua magari 4 yenye rangi moja, maana yake una performance moja, una comfortability moja, maana yake hekima haijatumika vizuri. Yanakuhusu sawa? Mimi nakufundisha. Inampa Sulemani kukaa juu ya watu wengine. Angalia sasa kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 29. Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 29 anatuonyesha sasa matokeo ya hekima ya Sulemani. Ona 1, 2, 3. Na chakula cha mezani pake na maofisa wake walivyokaa na kuhudumu kwao wahudumu wake na mavazi yao na waonyeshaji wake na sadaka zake za kuteketezwa ambazo alizitoa katika nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Sasa nenda sura ya 4 kuanzia mstari wa 29 ni kuonyesha kitu ambacho anakiandika, pengine utakielewa. Now you see, anasema hivi, Mungu akampa Sulemani nini? Hekima na nini? Na akili nyingi. Mungu akupe hekima na akili nyingi sana kwa jina la Yesu. Anasema akampa hekima na nini? Na akili nyingi sana. Na nini? Na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Alafu ona, anasema kitu gani? Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya watu wote. Kwa hiyo kumbe hekima zina viwango. Kama ilipita, inaweza ikapimwa na ikaonekana imepita. Mtu wa Mungu, hatuko sawa kwenye dunia hii. Nataka tu nikutoe kwenye ile damu ya kunywa, lakini si wanadamu wote ni sawa. Sisi wote ni sawa mbele za Mungu. Lakini hekima ndio inatufanyaje? Inatutofautisha. Anasema hekima ikafanyaje? Ikapita ya watu wote wa mashariki na hekima za Misri. Now, shika neno hekima za Misri. Mtu wa Mungu, ukiona hekima za Misri ni uchawi. Wangapi mnakumbuka niwe kufundisha somo hekima za Mungu dhidi ya hekima za Wamisri? Niwe kufundisha hicho kitu. Hekima ya Misri ina vitu vingi kwa sababu wakati huo ukiachana tu na uchawi, mathematics iko Egypt.
hekima zote za majengo, za mahesabu, za nini, zote zilikuwa taifa la Misri. Lakini Mungu amempa Sulemani hekima kuliko hiyo. Angalia sasa mstari unaofuata anasema kitu gani? Nisomee 1, 2, 3. Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote. Alafu anaanza kutaja kuliko Ethani Mwezrai. Maana yake kumbe kulikuwa kuna watu wana hekima ambao ni wote. Lakini katika watu wote kuna mwamba alikuwa anaitwa ila Sulemani alikuwa juu ya Ethani. Sasa leo nataka tumwangalie Ethani ni nani. Mpaka Biblia inamtaja. Kwa sababu unaona mpaka Biblia inamtaja mtu, yani kuna watu wote, alafu kuna Ethani. Huyo Ethani pia sio mtu wa kawaida. Are you ready for Ethani? Anasema Ethani nani? Mwisraeli. Alafu anasema na nini? Na Hemani. Na nani? Na Kalkol. Na nani? Na Dalda, wana wa Maamori. Zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyomzunguka. Maana yake kumbe kabla ya Sulemani kuna Ethani, kuna Daldali, kuna Dalda, kuna Koli, kuna nani? Kuna Hemani. Sasa tuanze kumwangalia. Wakati Roho Mtakatifu ananionyesha hili andiko, nikaona jina la Ethani. Then I was so interested kujua kwani huyo Ethani ni nani? Alifanyaga kitu gani? Ametokea wapi? Nikaenda nikasoma Biblia, nikamkuta kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 2 na mstari wa 6. Ethani nikamkuta pale na nikaja kugundua kumbe hawa jamaa wote walikuwa ndugu. Maana yake walitoka kwenye akili ya ukoo watu wenye hekima. Mungu awajalie hekima wazazi. Hekima yetu inaamua sana watoto wetu watakuwaje. Kuna mzazi amenielewa kule. Anasema Mungu atujalie hekima wazazi. Hekima yetu inaamua sana watoto wetu watakuwaje. Unaona anasema na wana wa Zera na Zabdi na Ethani na Hemani na Kolkoli na Dalda, wote hao ni watano, ambao ukienda mstari wa juu utakuja kugundua hawa wametokea kwenye ukoo wa Yuda, ambao sasa ukiwasoma kila mmoja Mungu alimjalia akili. Kwa mfano ukimsoma Ethani utakuja kugundua anatajwa kwenye Biblia kama mtu mwenye hekima, ambaye huyo Ethani kimsingi ndio ambaye ameandika Zaburi ya 89. Ile Zaburi ya Daudi ya 86 ameiandika Ethani, sio Daudi. Ya watu wasema kama alivyoandika Daudi katika Zaburi, lakini leo niko hapa kukwambia yule sio Daudi, ni Ethani. Na alitoka kwenye ukoo wa Zera kama ambapo ameandika. Lakini utaona Biblia, historia zinamtaja kwamba alikuwa ni mtu mashuhuri, alikuwa ni mtu maarufu katika jamii ya Israeli kabla ya Sulemani, mapema kabisa. Na eneo kubwa la hekima yake, alikuwa ni mshairi, mwanafalsafa na mtu mwenye hekima kubwa kabla ya Sulemani. Kwa hiyo huyo mtu wakati wa watu wake kwenye Israeli, filosofi yote ilikuwa ipo kwake. Sasa utakuja kugundua huyu hekima yake kwenye mambo ya mashairi na mafalsafa. Na ndio maana nenda nakupa nafasi, nenda kaisome Zaburi ya 89 leo, alafu nenda kaangalie mambo yaliyoandikwa. Utakuja kugundua hii kitu haijaandikwa na mtu maamumu. Utaona kuna kitu ambacho anakiandika kule, anaandika kwa namna ya mpangilio, alafu Zaburi ile ina mashairi na vina. Kwa ndio maana alikuwa ni mtu wa falsafa. Kwa hiyo huyu mtu wa kwanza, lakini utaenda takupa kitu ambacho kitakusaidia. Mtu wa pili ambaye anatajwa alikuwa anaitwa Hemani. Hemani yeye alikuwa pia anatokea ukoo wa Zera. Utaona kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 2 mstari wa 6, utaona huyu alikuwa anatajwa kama mjuzi ama mtu mashuhuri sana wa kupiga muziki. Yaani huyu alikuwa ni mwanamuziki nguli. Yaani hekima yake yote huyu ilikuwa imejaa kwenye muziki. Huyu anakusikia mara moja, mara ya pili ameshatembea na wewe. Hakutafuti kwamba yeye umeimba ya juu sana, hapana. Wewe imba ya juu, ya katikati, ya nini, yeye anatembea na yote. Kwa unaona huyu mtu alikuwa anafanyaje? Ana hekima ya muziki. Kwa tunaona na huyu mtu alikuwa ndio kiongozi wa waimbaji wana wa Lawi. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 15 mstari wa 17 mpaka 19. Kwa hiyo pia inatuonyesha Mungu anapenda watu wanaoimba vizuri wanangu. Ndio maana genius wa muziki alikuwa ni mmoja kati ya watu wenye hekima katika wakati wake na taifa lake, na akapewa kuwa kiongozi wa watu wenye sifa. Sasa unaosema mimi kwa kweli mimi napenda kumwimbia Mungu ila sina sauti, wewe kaa utasoma mashairi. Au utakaa kwenye kuitikia kwamba kila mwenye pumzi afanyaje? Mtu wa tatu. Kwa hiyo wa kwanza tumeona ni mtu wa falsafa na ujuzi, wa pili ni mwanamuziki, wa tatu anaitwa Kalkoli. Huyu Kalkoli unaona ukiangalia maandishi ya kihistoria hakuna mengi ambayo yanamuonyesha, lakini kitu kikubwa wanamsema alikuwa ni mshauri wa mfalme na msomi wa masuala ya kiuongozi kipindi cha Daudi.
Kwa hiyo huyu anaweza kawa alikuwa yuko pamoja na Ahithofeli, mshauri wa mfalme na mtu wa masuala ya uongozi. Kwa hiyo hekima yake yeye, masuala ya ushauri na ubobevu, amebobea hapa. Mtu wa nne, twende tuangalie haraka haraka. Mtu wa nne anaitwa nani kwenye Biblia yako imeandikwa? Anaitwa dada. Huyu dada tunaona alikuwa ni mwanasheria na mwanafalsafa wa kabila la Yuda. Hekima yake kwenye sheria na falsafa. Mtu wa tano anaitwa mtu gani? Mtu wa tano alikuwa anaitwa wana wa Maamoli, hawa ambao tulikuwa tunaona walikuwa wanawaita ni wasanii na wanazuoni, ambao ilikuwa ni familia ya watu mashuhuri katika usanii kwenye kuchonga, lakini pia walikuwa ni wanazuoni. Sasa Biblia inasema hekima ya Sulemani ikamzidi Hemani, ikamzidi Kalkoli, ikamzidi Ethani, ikamzidi dada. Maana yake Sulemani kwa kupokea hekima iliyoko juu alipokea uwezo wa falsafa, alipokea uwezo wa utunzi wa muziki, alipokea uwezo wa ushauri wa maongozi, alipokea uwezo wa kila kitu. Ndio maana Sulemani kwenye utawala wake lilikuwa ni kichwa cha mtu mmoja, kwa hekima itokayo juu. Na guess what? Nyimbo alizotunga Sulemani toka ameingia kwenye ufalme mpaka anakufa ni nyimbo 1500. Zipige mahesabu kwa albamu ya nyimbo 10 wanazotunga watu leo, mara 1000 ngapi? 500. Utajua kama angekuwa msanii alikuwa na albamu ngapi. Na Biblia imeandika hayo mambo, nenda utasoma. Sulemani alikuwa kuna wakati akikaa anaanza kuielezea ndege wa angani. Ameandika mashairi yanayoelezea ndege wa angani. Yaani anaelezea ndege wa angani utadhani yeye ndio amewaumba. Biblia inaandika, nasema na katika uhai wa Sulemani alikuwa na uwezo wa kuelezea ndege wa angani. Akaielezea mielezi ya Lebanoni, alikuwa anaielezea miti. Yaani Sulemani ukimsikia akiuelezea mti, huo mti ulikuwa unaona akimaliza yeye unaona dawa. Lakini ni mti ambao ulikuwa unaota jua wewe. Na wanasema waje majani yake yanaanguka hapa tuukate. Lakini huyo mtu alikuwa na hekima hiyo yote ambayo imetoka juu. Lakini wote tunajua ya kwamba kwa bahati mbaya sana Sulemani hakufa kwenye piki ya hekima aliyokuwa nayo. Na pengine hilo somo ndo nitakufundisha wakati mwingine. Sasa nikiwa namalizia, ni kitu gani ambacho natamani kuonyesha? Hekima itokayo juu iliyoingia ndani ya Sulemani ilimpa kumiliki, ilimpa kutawala. Nimekuambia yale mambo matatu: ilimpa jina, ilimpa utajiri na ikampa watu. Bahati mbaya watu waliozaliwa kutokea kwenye hekima ya Sulemani ndio waliomwangusha Sulemani. Niangalie kila mmoja acha kuandika. Ni nini ninachokwambia? Hekima ya Mungu ikija juu yako inavutia jina zuri, inavutia utajiri, jambo la tatu inavutia watu. Lakini kuwa makini na watu. Watu huwaangusha watu. Haimaanishi watu wana nguvu kuliko hekima ya Mungu, lakini inamaanisha kampani ya watu waliokuzunguka ina nguvu ya kuamua hatima yako kuliko kitu kingine. Kwa sababu wakati Sulemani sio tajiri, wakati Sulemani hana hekima, wakati Sulemani hana jina, alikuwa hana watu, alikuwa na Mungu. Leo alipokuwa tajiri, hekima, akapata zaidi watu, akaacha muda na Mungu, akahamishia muda na watu. Kwa hiyo wakati hana jina alikuwa na muda na Mungu, kwa hiyo Mungu alimjaza hekima. Alipokuwa na jina akapata watu, watu wakamjaza hekima. Nabii inasema wanawake wa Sulemani wakageuza moyo wake. Kanisa la Destiny, nisikilizeni nawaambieni, mnaenda kufanikiwa na Mungu atawainua sana. Ngoja niongee nikiwa kwenye madhabahu. Nasema ninyi mnaenda kufanikiwa, hili kanisa. Mungu atawainua sana, mtainuka sana, mtakuwa na fedha sana, mtakuwa na majina sana, mtakuwa na hekima sana. Lakini Roho Mtakatifu usiku wa leo amenituma nije kuwaambia ya kwamba chungeni na watu mtakao wapata, kwa sababu kwa kadiri unavyopata mali, kwa kadiri unavyozidi kuwa maarufu, umaarufu unaanza kuvutia watu wapya. Wanakuja, wanaanza kukupa idea mpya za biashara. Ulikuwa unajua wewe biashara yako ni kweli umeifanya biashara kwa bidii, lakini unajua matokeo yako yamezaliwa kwenye maombi. Ukija watu wakianza kuja, wanadondoa nafasi ya maombi, wanaanza kukupa idea zao za namna wao walivyofika, na unasahau wewe sio wao. Na ndio maana hili kanisa, haijalishi litakuwa lina maelfu kiasi gani, msingi wa hili kanisa utakuwa ni neno na maombi, neno na maombi, neno na maombi. Maana tunajua kilichotuzaa. Mungu akutunze maisha yako na watu.
Mungu akikupandisha atakupandisha kupitia watu. Shetani akitaka kushusha atakushusha kupitia watu. Ninashuhudiwa moyoni mwangu, kuna watu hapa tayari, hata katika kupanda huku kuna watu wamekuja kwenye maisha yako ambao watu sio sahihi kwenye maisha yako. Unahitaji hekima ya Mungu ya kuwatoa leo. Hiyo ndoa Mungu alivyokupa ukuwa na watu, na kuna hekima Mungu alikupa ambayo hiyo hekima haipo kwenye vitabu vya ndoa. Hiyo hekima haipo kwa makungwi kwamba sijifanya hivi, ukifika Luka sijifanya no. Kuna mambo Roho Mtakatifu alisema na wewe akakuingiza kwenye magoti, ndio ukaitunza hiyo kitu. Leo umekutana na watu kwenye kitchen party wanaanza kukupa hekima yao, na unasahau hekima ambayo Mungu alikupa wewe, ambayo ilikuvusha mahali wengine walipozama. Leo unaanza kuzama kama wao na unasema sijui ni kitu gani. Ni watu wameharibu hekima ya Mungu kwenye maisha yako. Wewe unajua ulivyoingia hapo ofisini, lakini leo kwa sababu wewe ni boss, kila bosi anakuja. Wewe unajua kabisa hiyo biashara unayotaka kuifanya hauna neema nayo sasa hivi. Sio lazima na wewe uchimbe madini, hauna neema ya madini. Watu wamekuona una vihelahela hivyo sasa hivi, wanakuambia unajua madini yanalipa, na wewe kwa kutokuwa na hekima ya Mungu umeweka hela yote ya madini, ndio unaenda kufulia hivyo. Kwa sababu gani? Sio kila kitu kiliumbwa kwa ajili ya kila mtu. Lazima ujue hekima ya Mungu kwenye maisha yangu. Mimi mkono wangu huwa una prosper kwenye kitu gani? Mimi ninajua mkono wangu unapata faida kwenye kitu gani. Hauwezi ukaniambia nifanye kitu kingine chochote zaidi ya kulima na kujenga, maana ndio kitu ambacho Mungu aliniambia, kwa mkono huo nitakufanikisha. Leo mtu atakuja atakwambia bwana sisi tunachimba, yani tukichimba tunapata milioni 100. Unasema unaenda unachimba unazika hela. Tukwambia mimi nalima na mashamba yangu eka 10. Lakini unashindwa kumuuliza Roho Mtakatifu ya kwamba je, na mimi hii ndio faith ulioniwekea? Unaenda unaweka eka 10, siku umeweka hela yako eka 10 zote, ndio hiyo mwaka mafuriko yametokea. Unasema mimi nagundu, hukumsikiliza Roho Mtakatifu. Sulemani anafika mahali anaanza kutengeneza mahusiano zaidi ya kidiplomasia kuliko mahusiano ya kiroho aliyokuwa nayo na Mungu. Mahali ambapo alikuwa anapiga magoti anaomba, sasa hivi anatumia hekima ya kibinadamu. Ngoja nikwambie sababu ya Sulemani kuoa wake 700 aliyokuwa nao. Wake 100 ngapi? Watu wa Mungu, wake 100 ngapi? 700. Ilikuwa ni kutengeneza mahusiano na kidiplomasia na nchi ambazo alikuwa anataka kupigana nazo. Sulemani alikuwa hapendi vita. Kwa hiyo alikuwa akiona mfalme wa Misri anataka kupigana na mimi, tuna mwingiliano wa kibiashara, anatafuta binti yake anamuoa. Akishamuoa mtu na baba mke wake hawapigani vita. Kwa hiyo akakaa na amani. Lakini wale aliokuwa anawaleta, Biblia inasema wakaenda wakageuza, wakabadilisha mtazamo wake. Na ndio unaona kitabu cha Mhubiri Sulemani anakiandika kama kitabu cha majuto na maonyo. Anaanza ubatili. Imagine sura ya kwanza mstari wa kwanza Sulemani anaanza hivi. Hebu niwekee Mhubiri sura ya kwanza mstari wa kwanza. Anaandika ubatili. Yaani maana yake utajiri niliopata mwisho wa siku ubatili. Anasema maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu. Mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu ni nani? Ni Sulemani. Mstari unaopita anasemaje? Mhubiri anasema ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili mtupu. Akiwa mzee anajuta kwenye kile alichokifanya, kwa sababu kwenye nafasi ya Mungu alimuondoa Mungu akawakaribisha watu kwenye maisha yake. Niwaambieni watu wa Mungu, Roho Mtakatifu leo aliongea na mimi kwa nguvu sana usiku wakati naandaa hili, ya kwamba machozi ya watu wengi ni watu. Ulianza na Mungu unamaliza na watu. Hao watu ni wafuasi tu, hawajui umetoka wapi na Mungu. Sasa hivi wewe unapendeza, unavaa vizuri, everybody wants to be your friend. Usidhani kila mtu unatakiwa kumkaribisha kuwa rafiki yako. Ulianza na Mungu, endelea na Mungu. Kwa sababu hekima ambayo Sulemani alipata ilitoka kwa Mungu. Na ili hekima ya Mungu iendelee, lazima aendelee kuwasiliana na Mungu aliyempa hekima, sio watu. Watu ni wa muhimu, watakuja, lakini watu hawatakiwi kuchukua nafasi ya Mungu kwenye nafasi zetu. Nyosha mikono juu, sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kwa neno hili ninapokea neema ya kutengwa na kila mtu asiye sahihi kwenye maisha yangu. Sema katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa neno hili nimejua ya kwamba si kila kazi ni kwa ajili yangu, si kila mtu ni kwa ajili yangu, si kila hatima ni kwa ajili yangu. Leo kwa jina la Yesu ninajitenga na kila mtu ambaye amekuja kuondoa moyo wa Mungu kwenye maisha yangu. Ninajitenga na kila madhabahu iliyokuja kuondoa mahusiano yangu na Mungu. Ninajitenga na kila uhusiano uliokuja
kuniondoa kwenye nafasi ya Mungu. Hebu nenda omba hilo ombi kwa dakika moja katika jina la Yesu. Omba hilo ombi kwa dakika moja katika jina la Yesu. Ninasikia Roho Mtakatifu anaugua kwa namna isiyo ya kawaida ndani yangu juu ya ombi hili katika jina la Yesu. Ninawafuta kila watu nilioanza kuwasikiliza, watu nilioanza kuwaona, watu walioanza kusogelea maisha yangu, ambao kila ninapotaka kufanikiwa kuna watu wanakuja, kila amani inapokuja kuna watu wanakuja, kila ninapotaka kuinuka kuna watu wanakuja kwa ajili ya kutoa moyo wangu na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kila ambapo kuna hatua ninataka kupiga, kuna watu huwa wanakuja ambao wanataka kunitoa kwa nafasi. Hebu jitenganishe na hao watu, wakatae kwa jina la Yesu. Wakatae, usinyamaze. Wakatae hao watu leo, usinyamaze. Mimi sina nafasi ya kuwakataa watu kwa ajili yako. Wewe ndiye unajua kila unapotaka kufanya hatua. Raposetekepakatabayaka. Katika jina la Yesu ninajitenga na kila watu ambao sio sahihi kwenye maisha yao. Kaya rapakasataba shanda pakapaya karapoko sheteke pakamayada baba ripakapaya katapa shatayaka rikapaya nabokosika rakapaya kapa. Ondoka kwenye huduma yangu, ondoka kwenye maisha yangu, ondoka kwenye familia yangu, ondoka katika jina la Yesu. Kapaya kataba shanda kapakadaba. Kuna kila saa ukitaka kupiga hatua ya kiroho, kuna mtu tu anakuja, na akija huyo mtu utarudi tena square one. Kuna watu wapya unajisikia kuanza kuambatana nao, unajisikia kuanza kuambatana na watu wapya ambao kila wakija you are going back to square one katika jina la Yesu. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.